Bwana Yesu asifiwe hapo ulipo. Ninapenda kumshukuru Mungu tena kwa ajili ya siku ya leo ambayo Mungu ametupa nafasi ya kupanda tena patakatifu pake. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa kutupa nafasi tena ya siku ya leo na kupata nafasi ya kuletea ujumbe wa neno la Bwana mahali ulipo. Na mimi nina kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa vile ambavyo ameendelea kukutunza na kukupa uhai na kukupa pumzi ya uhai, upate nafasi ya kunisikiliza tena mahali ulipo. Na leo hii ninapenda kumshukuru Mungu sana kwa sababu Mungu ametupa tena eneo la tatu la kutazama tena katika somo letu ambalo tumekuwa nalo toka jana na tumeendelea kuwa nalo toka juzi. Na miongoni mwa maeneo ambayo tumepita kaza wa kaza tukitazama juu ya habari ya maeneo tofauti ya kimalezi. Na unayemsikiliza tena sasa ni Mwalimu Thomas Muhina, mwalimu wa neno la Mungu la Biblia. Ninaongea na wewe au ninasema na wewe kutokea Geita, Chato, na nina kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo ambayo Mungu amenipa tena nipate nafasi ya kukuletea ujumbe wa neno la Bwana. Ujumbe wa neno la Bwana. Mbinguni wametufungulia malango tupate kupokea kutoka kule, na uwe na uhakika kwamba tuko live duniani lakini tuko live pia mbinguni. Nasi tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya neema hii aliyotukirimia. Ametuandalia tena meza mbele ya watesi wetu na tunakula wakitutazama. Kabla sijapata nafasi ya kukuletea ujumbe wa neno la Mungu siku ya leo, nipende ufunike macho yako mahali ulipo nipate kumshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi aliyotupa. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, ninakushukuru kwa ajili ya siku ya leo tena. Asante Bwana Yesu kwa nafasi ambayo Mungu umetupa. Ni nafasi ya pekee ambayo Mungu ni adimu, sio wote wanapata. Ni adimu na sio wote Mungu unawapa, lakini sisi umeamua kutupa Bwana. Tunajua ni kwa neema yako na ni kwa fadhili zako peke yake Bwana. Ni neema yako peke yako Mungu inaweza kujibu mazingira ya namna hii, inaweza kujibu msaada wa namna hii. Nasi tuna kila sababu ya kukushukuru, mimi pamoja na huyo ambaye anapata nafasi ya kunisikiliza sasa. Bwana Yesu, ninasema asante Mungu kwa kutukutanisha. Asante Bwana Yesu kwa kutuandalia nafasi hii Mungu ya kujifunza na kusikia maneno yako tena Bwana. Mungu wetu, tunaomba Bwana katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, umsaidie na yule msikilizaji wangu Mungu aliyokaa pale na nisikiliza. Bwana Yesu, umpe masikio ya kusikia kama inavyopasa kusikia Bwana. Ukazibue masikio yake ya ndani ya sikio inavyopasa kusikia Bwana. Damu yako Yesu Kristo wa Nazareti na inyunyiza juu yake Bwana. Fungua fahamu zake Mungu apate na kuelewa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Ninaposema Mungu, maneno yangu yasiwe mageni kwake, wala Mungu maneno haya yasiwe mageni pake, bali Mungu yasaidie Mungu yanapoingia moyoni mwake Mungu uyafunue yawe wazi Bwana, yasiwe yamefungika yawe wazi Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Asante Mungu wetu kwa kuwa ni wewe Mungu unayetupa nafasi. Ninaomba Bwana unipe kinywa na usemi Mungu unaotoka kwako Bwana, kulisema neno lako katika hekima yote na ujuzi na ufahamu wote wa rohoni. Roho Mtakatifu katufunike katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, na kila mwenye pumzi aseme amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Somo letu tutaendelea na lile somo letu ambalo tumeendelea kuwa nalo linaloenda kwa kichwa kinachosema Mungu anavyoitumia sadaka kujifunua, kushughulika na vita ya miungu kwenye malango ya malezi. Mungu anavyotumia sadaka kujifunua, kushughulika na vita ya miungu kwenye malango ya malezi. Kushughulika na vita ya miungu kwenye malango ya malezi. Na siku ya kwanza nilipata nafasi ya kukupitisha kwenye malengo ya somo hili ambayo tulikuwa na malengo kama 6 hivi. Na kama nilivyoendelea kusema na kukukumbusha mara kwa mara, kabla hujaendelea kupata nafasi ya kusikiliza somo hili tena la leo, pata nafasi ya kupita kwenye malengo yale ya siku ya kwanza ambayo nimepata nafasi ya kusemesha malengo ambayo tunatakiwa kwenda nayo na unatakiwa kuwa nayo tunapoendelea kupata nafasi ya kusikiliza somo hili. Hii ni kwa ajili pia kukusaidia unapoendelea kupata nafasi ya kusikiliza masomo haya, ikusaidie kujua kama kile ambacho unatakiwa kupata unapata,
na kile ambacho kinatakiwa kujibiwa kinajibiwa kupitia kwenye hayo masomo. Lakini pia itakusaidia kama checklist ya kwako kutazama kile kinachofundishwa na kilichoko kwenye malengo inajibu kitu gani, au kuna kitu gani ambacho kimeguswa kwenye somo la siku ya leo. Kwa hiyo itakuweka mahali pazuri sana kufuatilia masomo kadri Roho Mtakatifu anavyotupeleka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Na kama nilivyotangulia kusema siku ya jana kwamba somo hili au masomo haya yamekaa kimaombi. Kwa hiyo lazima ukae mkao wa kimaombi, yanakuandaa kwa ajili ya kuomba kulingana na vipindi au kipindi kinachokuja mbele. Nilijaribu kukuambia siku ya jana kwamba sio nyakati nyepesi, sio kipindi chepesi sana. Yamkini ni mazingira ambayo hatujawahi kuwa nayo, au ni vitu ambavyo yamkini hatujawahi kuwa navyo, lakini tunahitaji msaada wa Mungu ili kuweza kutusaidia. Kwa hiyo Mungu anahitaji kuamsha kitu cha maombi, kwa sababu kitu cha maombi kinatakiwa kiwe kikubwa sana ili kutusaidia kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa sababu eneo la malezi sio eneo jepesi, ni eneo pana, lakini lina vita kali sana. Japo wakati mwingine unaweza ukaitazama na kuiona kama vile ni vita ya kawaida, ni vita tu ya kawaida kama vita zingine, lakini usipoelewa kwamba ni vita ya malezi, kuna vitu ambavyo hutajua, na kuna namna ambavyo hutajua, namna ya kuomba, namna ya kupambana ili upate kuvuka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Na jana nilikusemesha pointi ya kwanza iliyokuwa inasema malango ya kiroho kimalezi. Ni malango ya kiroho kimkakati kimalezi. Na jana tulipata nafasi ya kupita na tukaona aina za malango ambayo yamewekwa kimkakati kwa ajili ya kusaidia au kwa ajili ya kupitisha kitu cha kimalezi kwenye ngazi tofauti tofauti. Na nilikusemesha malango kama 6 hivi. Nilikusemesha lango la kitaifa, lango mkakati la mji, lango mkakati la nyumba au familia, lakini lango mkakati la baba na mama kwenye familia. Na kwenye yale malango yote nilijaribu kukusemesha namna ambavyo yanafanya kazi na yamewekwa kimkakati kwa ajili ya kujibu mahitaji mbalimbali ya kimalezi, kwa ajili ya kupitisha vitu mbalimbali vya kimalezi. Sina namna ya kurudi kile kitu cha jana, lakini unaweza kupata nafasi ya kupita YouTube na kutazama somo hili na kulipitia na kusikia, ili upate ufahamu wa kukusaidia kuelewa na ngazi ya pili ambayo tunaenda leo. Leo tunaenda mbali kidogo, na leo tutapita kwenye pointi ya pili ya somo letu ambalo tumeendelea kuwa nalo toka siku ya kwanza. Na pointi ambayo tutaenda nao leo, au pointi ambayo tutakuwa nao leo, ambayo ni pointi ya pili, inasema utendaji wa malango ya kiroho. Inasema utendaji wa malango ya kiroho kimkakati kimalezi. Utendaji wa malango ya kiroho kimkakati kimalezi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Usirekebishe, iko hivyo hivyo. Utendaji wa malango ya kiroho kimkakati kimalezi. Nipende kukukumbusha kisha kwamba una daftari lako pembeni na kalamu, ili uweze kuandika na kupata nafasi ya kutunza kumbukumbu zako, ili kuweka kwenye nafasi nzuri pale ambapo unahitaji kufuatilia na kujikumbusha. Iwe rahisi sana kuwa na mahali pa kutazamia. Ni ngumu sana ukasikiliza na usiweze kutunza kumbukumbu zako vizuri, hazitakuweka mahali pazuri sana pale ambapo utahitaji kufuatilia baadaye kwa ajili ya kupata nafasi ya kupata vya kusaidia kutekeleza kile ambacho tumejifunza. So katika pointi hii au katika jambo hili la pili la siku ya leo, tunapoenda kutazama juu ya utendaji wa malango ya kiroho kimkakati kimalezi. Jana nilikuambia kwamba kuna malango ya kiroho ambayo ni ya kimalezi, ambayo yanapitisha vitu vya kimalezi. Na nilikwambia malezi yana malango ambayo yamewekwa kimkakati. Na nilikwambia kimkakati maana yake ni kwamba yamewekwa kwa namna ambavyo kuwezesha utekelezaji au kuwezesha kutimia kwa utekelezaji wa kimalezi. Kwa lugha ya Kiingereza tunasema action. Kusukuma action, kusukuma utendaji, kusukuma utekelezaji. Bwana Yesu asifiwe sana.
Haleluya. Na katika somo hili au katika kipengele hichi cha siku ya leo, tunapotazama juu ya utendaji wa malango ya kimalezi ya kimkakati, kitu kimojawapo ambacho nataka uone na upate tunapotazama hili jambo ni kuona namna ambavyo malango haya yanafanya kazi au yanatenda kazi ili kukusaidia uweze kuomba. Ndio lengo kubwa la kukusaidia uweze kuomba. Maana usipojua namna malango haya yanavyofanya kazi, hutajua pia kujua namna ya kuyaombea inavyotakiwa kuyaombea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Jambo muhimu ambalo ni muhimu sana kuelewa, malango ya kiroho yanapofanya kazi kwa ajili ya kupitisha vitu vinavyohusika na malezi, yanafanya kazi kimkakati. Malango ya kiroho yanapofanya kazi kwa ajili ya kupitisha vitu vya kimalezi, yanafanya kazi kimkakati. Kwa nini yanafanya kazi kimkakati? Yanafanya kazi kimkakati ili kutujulisha ya kuwa yanafanya kazi kwa namna ambavyo kuwezesha utekelezwaji au kuwezesha utendaji wa kitu cha kimalezi au kuwezesha utekelezwaji wa kile kitu kwa ajili ya malezi, kusaidia eneo la malezi kiutendaji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni kama vile unaposema malengo mkakati, maana yake ni malengo yenye utaratibu wa namna ya kuitekeleza au mpango wa kiutekelezaji. Kwa tunapoongelea mkakati, maana yake malango yanapokuwepo kimkakati, maana yake yako katika mkao wa kuwezesha utekelezwaji wake wa malezi, utekelezwaji wa malezi. Maana yake malango yamewekwa katika mkao wa kuwezesha utekelezwaji wa yale malezi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na nilikwambia kwenye ulimwengu kuna malango ya kiroho yapo, na nilikupa tafsiri jana, unaweza ukapata nafasi ya kupita kule, japo naweza nikarudia kidogo kwamba malango ya kiroho ni malango au ni maeneo ambayo yanahusika kuunganisha ulimwengu wa kiroho na ulimwengu wa mwili ili yaweze kuwasiliana au pawe na mawasiliano. Maana yake pawepo na kitu kinachoweza kutoka kwenye ulimwengu wa mwili kikaenda ulimwengu wa roho, kikatoka kwenye ulimwengu wa kiroho kikaja katika ulimwengu wa mwili. Na haya malango yako kiroho au ni ya kiroho kwanza, ya Mungu ndo aliyatengeneza ili kurahisisha mawasiliano kati ya maeneo haya mawili. Na kwa sababu hiyo haya malango ya kiroho yanapofanya kazi kwa ajili ya kupitisha vitu vilivyowekwa kimalezi, yanafanya kazi kimkakati. Maana yake yanafanya kazi ili kuwezesha au kurahisisha utekelezwaji wa malezi. Nataka uelewe hichi kitu ni jambo la muhimu sana. Jana nilikupa mfano wa milango ya airport kama ulishawahi kufika. Lakini kama hujawahi kufika, tuchukulie mfano milango ya benki. Unapoenda benki, unapoingia benki, kuna mlango unaingia, lakini kule ndani kuna milango mingi tofauti, na kila mlango una kazi yake. Na nilikwambia jana ya kwamba unaposikia neno malango au mlango, ni eneo ambalo linapitisha vitu au ni eneo la kupita. Lakini nikakwambia ukisikia neno mlango na mlango kimkakati, kuna utofauti wake. Ukishasikia tu lango au malango yamewekewa neno mkakati, maana yake ni kwamba imeiondolea hilo lango au huo mlango sifa ya kawaida ya kilango. Tunajua mlango ni eneo ambalo linapitisha vitu, utapita, utaingia, utatoka. Lakini likishawekwa kimkakati, maana yake tayari sifa inayoamua utendaji wake sio tu swala la kuwa lango,
lakini ni kazi iliyokusudiwa au kile kilichokusudiwa kupita kwenye huo mlango, au kazi au kusudi lilokusudiwa la uwepo huo mlango. Ndio maana nilikusemesha, lango linapokuwa kimkakati, maana yake linakuwa na jukumu la maalum, linakuwa kwa ajili ya jukumu maalum, linakuwa kwa ajili ya kazi maalum. Ndio maana nilikwambia ukienda maeneo kama airport au benki utakuta milango mingi sana, lakini sio kila mlango ni wa kuingia tu na kutoka. Maana yake ukifika pale ukisema nataka niingie hapa, utakuuliza kitu kingine, unaenda kufanya nini? Ukisema unachokisema atasema huu mlango huruhusiwi kuingia. Kwa nini? Kanuni zinazolinda huu mlango au sababu ya uwepo wa huu mlango hapa sio tu kwa sababu ya kuingia, inalindwa na utaratibu mwingine. Huu mlango upo kimkakati. Kwa nini? Kwa ajili ya kuwezesha kutimizwa kwa kazi fulani au jukumu fulani, sio kwa ajili ya kila mtu tu, sio kwa ajili ya kila mtu tu. Maana yake swala sio kuingia na kutoka, ni unaingia na kutoka kwa sababu ipi au kwa ajili ya nini? Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Ni muhimu sana uweze kuelewa, ndo maana nimekaa sana hapo ili kukuweka mahali pazuri sana. Kwa hiyo sio kila mlango au malango yako kimkakati, hata kama yako. Ni muhimu sana uweze kuelewa haya malango ya kiroho ni mengi, yapo, lakini sio kila mlango au malango yaliyopo yako kimkakati. Japo unaweza ukayaona ukaambiwa huu ni mlango, lakini sio kila mlango upo kimkakati. Bwana Yesu asifiwe, haleluya, haleluya. Ndio maana ni muhimu sana uweze kuelewa. Ukishajua kwamba sio kila mlango uko kimkakati, utaelewa kabisa ya kwamba sio kila mlango unaweza kuutumia tu, na sio kila mlango umelindwa na kanuni hizo za kufanana. Bwana Yesu asifiwe, haleluya, haleluya, haleluya. Kwa sababu nimejaribu kukusemesha toka mwanzo, malango yanapokuwepo kimkakati, maana yake yana jukumu maalum, yamewekwa kwa ajili ya kukusudi maalum lililokusudiwa. Hajawekwa tu yakae kama eneo la kuingia na kutoka, yamewekwa kwa ajili ya jukumu maalum. Ndio maana haya malango unaweza ukayaona, aidha unaweza ukayaona yanachomoka kipindi fulani tu, unayaona yanafanya kazi katika vipindi fulani tu, maana yake yako kimkakati. Kama vile ambavyo unaweza ukasikia mahali pengine au kwenye shule unaweza ukasikia jamani, dirisha la masomo limefunguliwa, maana yake, au mlango wa masomo umefunguliwa, au mwaka wa masomo umefunguliwa. Ukishamaliza pale kile kipindi unasikia umefungwa, unasikia baadaye kumefungwa. Maana yake unaona ni milango ambayo iko kimkakati. Utaiona aidha inatumika katika vipindi fulani tu, au yako kwa namna ambavyo yanachomoza katika vipindi fulani tu, na yako kimkakati. Ukishaona vitu vya namna yake kimkakati, aidha yanatumiwa katika muda fulani tu, au katika kipindi fulani tu, au na watu fulani tu, au kwa ajili ya kazi fulani tu, yanakuweko kimkakati kwa namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo inapokuja pia kwenye ngazi ya malezi, malango ya kimalezi ya kiroho yako kimkakati. Maana yake hayako tu kwa ajili kama malango ya kawaida, yako kama malango kwa ajili ya kupitisha vitu vya kimalezi kulingana na kusudi la Mungu lilokusudiwa. Bwana Yesu asifiwe, haleluya, haleluya. Nataka nikusemeshe hivi vitu ni vitu vya msingi sana, vya kukuwekea msingi mzuri sana tunapoendelea na hili somo, kwa sababu najua sio somo jepesi kwa watu wengi ambao watapata nafasi ya kukusikiliza, lakini Mungu nimemwomba kwamba atusaidie angalau tuweze kupata na niweze kusema kwa lugha ambayo ni nyepesi, ambayo unaweza ukaelewa kwa namna ambavyo inaweza kukusaidia kuweka kwenye matendo. Bwana Yesu asifiwe, haleluya, haleluya, haleluya. Ni muhimu sana uweze kuelewa haya ni mambo ya msingi sana ya kukusaidia. Haya ni mambo ya msingi sana ya kukusaidia. Kwa hiyo malango ya kimalezi yanapowekwa kimkakati, unaweza ukaelewa kwamba hayajawekwa tu kama kuwekwa, maana yake yana kazi yake maalum. Yana kazi yake maalum, na ni ya kiroho kwanza, na ni ya kiroho kwanza. Ni muhimu sana uweze kuelewa hivi vitu, kwa sababu ni vitu vya msingi, ni vitu vya msingi. Malango yanayopitisha kitu cha kimalezi na kuratibu malezi na msaada wa kimalezi. Haya malango ya kimalezi yaliyowekwa kimkakati
yanapitisha kitu cha kimalezi, yana kazi ya kupitisha kitu cha kimalezi, lakini pia yana kazi ya kuratibu malezi au msaada wa kimalezi. Maana yake pale kwenye lango au pale kwenye mlango ule unapitisha vitu kwa ajili ya malezi, ya kusaidia kwenye eneo la malezi, lakini kitu kingine yanaratibu au yanafanya kazi ya kuratibu. Maana yake yale malezi yanaratibiwa langoni, yanaratibu malezi au msaada unaopita kwenye ile lango. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, 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 haleluya. Ni muhimu sana uweze kuelewa hichi kitu. Kwa nini? Kwa sababu kwenye malango kuna sheria za kiroho ambazo zinasimamia au zinawezesha kuratibiwa kwa kile kinachopita langoni. Kwa sababu tunaposema neno kuratibu au uratibishaji, ni kuviweka au kuweka kwenye utaratibu wa kiutendaji au wa kimatumizi. Tunaposema kuratibu ni kuweka au kuviweka au kuweka kwenye utaratibu wa kiutendaji. Kwa unaposikia neno kuratibu au uratibishaji, maana yake ni kuweka kwenye utaratibu wa kiutendaji. Kuweka kwenye utaratibu, nataka uelewe hichi kitu, kuweka kwenye utaratibu wa kiutendaji. Kwa hiyo tunaposema lango linaratibu malezi au linaratibu msaada wa kimalezi unaopita pale langoni, maana yake pale langoni kumetengenezewa sheria zinazosaidia lile lango liwe na uwezo wa kuratibu kwa maana ya kwamba kuweka kwenye utaratibu wa kiutendaji au wakati mwingine wa kimatumizi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nataka uelewe hii pointi, ni pointi ya msingi sana, ni pointi ya msingi sana. Lango la pale langoni, kwenye lango la kimalezi, linaongozwa na sheria za kiroho, ambazo zile sheria za kiroho ndo zinawezesha kuratibu au zinawezesha utendaji kazi wa lile lango. Na miongoni mwa utendaji kazi wa lango la kimalezi ni kuratibu malezi au msaada wa kimalezi unaopita pale kwenye lango, lakini pia kupitisha vitu vya kimalezi. Sasa nisikilize, tunaposema kwamba kuratibu, maana yake lile lango linasaidia kuviweka au kuweka kwenye utaratibu wa kiutendaji vile vitu vinavyopita kwa ajili ya kusaidia kwenye eneo la malezi au kupata msaada wa kimalezi. Maana yake vinawekewa utaratibu wa kiutendaji au wa kimatumizi. Bwana Yesu. Ngoja tutazame hichi kitu hapa, labda kitakuweka mahali pazuri sana angalau uweze kuelewa, kwa sababu najua sio darasa jepesi sana kwako. Kile kitabu cha Mathayo sura ya 2 ule mstari wa 1 hadi wa 4 anasema hivi: Yesu alipozaliwa katika Bethlehem ya Uyahudi zamani za mfalme Herode, tazama mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliiona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Basi mfalme Herode aliposikia hayo alifadhaika, na Yerusalemu pia pamoja naye. Akakusanya wakuu wa makuhani wote na waandishi wa watu, akatafuta habari kwao Kristo azaliwa wapi. Sasa naomba niruke niende ule mstari wa 7. Anasema, kisha Herode akawaita wale mamajusi faragani, akapata kwao hakika ya muda tangu ilipoonekana ile nyota. Akawapeleka Bethlehem, akasema, shikeni njia mkaulize sana mambo ya mtoto, na mkiisha kumwona nileteeni habari, ili mimi nami niende nimsujudie. Sasa kuna kitu ambacho nataka uone hapa kwenye mstari cha ajabu sana. Nilikuambia jana kwamba wale mamajusi
walipokuwa wanapita kwa Herode, walipopita kule walikopita, kule walikokuanzia wametoka kule walikuwa wanaongozwa na nyota. Walipofika Bethlehem ya Uyahudi, wakaamua kupita kwa Herode. Na nilikuambia jana kwamba hawakupita tu pale kwa bahati mbaya au kwa namna tu ya kibinadamu ya kawaida. Walikuwa wanapita pale, lilikuwa ni lango au lilikuwa ni mlango wao kupita. Ni lango la kitaifa lao kupita, lilikuwa ni lango. Ndo maana iliwalazimu kupita pale, japo wangeweza kuifuata ile nyota na wangefika, lakini iliwalazimu kupita pale kwa sababu lilikuwa ni lango. Sasa nisikilize vizuri. Walipofika kwa Herode, wakakutana na Herode. Herode aliposikia ile habari, Biblia inasema akahuzunika. Sasa cheki kilichofuata, akaja akawachukua pembeni faragani, akawaambia, akauliza habari ya muda walioona ile nyota. Baada ya pale, Herode akawashika akawapeleka mpaka Bethlehem, akawaambia, nendeni mwende, mkishajua habari ya mtoto mrudi kwangu mnipe ile habari. Sasa kitu ambacho nataka uone pale, kitu mamajusi walipata kwenye ile lango. Walipopita kwenye ile lango la kitaifa, kwenye ile lango la Bethlehem ya Uyahudi, wakakutana na Herode pale. Kitu gani walipata? Walipata ule msaada waliokuja nao, walipata uratibishaji, walikutana na uratibu. Maana yake ni kwamba safari yao iliratibiwa kwenye ile lango. Nataka tuende vizuri hapa, nataka uende vizuri hapa. Walipopita pale kwenye ile lango, walipata kitu cha kuratibu kilichowasaidia kuiratibu safari yao, kuratibu ule msaada wanapoupeleka, kuratibu ile safari yao waliokuwa wanaiendea. Bwana Yesu asifiwe. Ndio kitu ninachokusemesha hapa. Pale langoni walipata kitu cha kuwasaidia kuiratibu safari yao, walipata msaada, walipata kitu cha kuwasaidia kuratibu. Ndio maana jaribu kukusemesha kwamba hapa lango pale langoni, malango ya kimalezi yana kazi ya kupitisha malezi, lakini na kuratibu misaada ya kimalezi inayopita kwenye ile lango. Maana yake kuiratibu, maana yake nini? Ni kuweka kwenye utaratibu wa kiutendaji. Maana yake ni kwamba walipopita pale mamajusi kwenye ile lango, maana yake ule msaada waliokuja nao kwa ajili ya malezi ya Yesu ulipewa utaratibu wa kiutendaji, ili kuwezesha upate kufika mahali unapotakiwa kufika, au umfikie yule unayetakiwa kumfikia, au uende mahali unapotakiwa kwenda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Ndio maana mamajusi walipokuwa wanapita kwenye lango, walikuwa wanafuata sheria za kiroho. Zile ilikuwa ni sheria katika ulimwengu wa kiroho. Walikuwa wanaenda kuchukua nini? Walikuwa wanaenda kuchukua utaratibu. Walikuwa wanaenda kuchukua nini? Utaratibu. Walikuwa wanaenda kufanyiwa nini? Kufanyiwa uratibishaji, kuratibiwa, ule misaada yao ipate kuratibiwa. Wanaenda kuchukua utaratibu wa nini? Wa kiutendaji, wa kutekeleza ule msaada waliokuja nao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Nataka uelewe hichi kitu, kitakusaidia sana. Ndio maana unapopita kwenye lango au unapoenda kwenye lango la kitaifa la kimalezi, ndipo ambapo kumetengenezewa utaratibu. Kuna uratibu, maana yake misaada ya kimalezi inaratibiwa pale. Sio tu kwamba inapita, lakini inaratibiwa kwenye hilo lango, inaratibiwa kwenye lango. Nasema kuratibiwa, maana yake nimejaribu kukuambia hapa ni kuweka katika utaratibu wa kiutekelezaji, katika utaratibu wa kiutekelezaji ili au wa kimatumizi, ili uweze kuzalisha kile ambacho kinatakiwa kuzalishwa. Bwana Yesu asifiwe. Hujawahi kusikia kuna sera za elimu zinatengenezwa kule zinatengenezwa kule. Wewe unafikiri swala la elimu na swala la sera za curriculum za elimu na mifumo ya kielimu unadhani ni masuala ya kimwili, ni masuala ya kiroho, lakini yanapopita kwenye lango la kitaifa yanatengenezewa utaratibu wa kiutekelezaji. Ndio maana huku kwetu haiji tu kama kitu cha elimu, inakuja kama sera za elimu, inakuja kama mifumo ya elimu, inakuja kama taratibu za elimu. Sasa ukiziangalia kwa nje unaweza ukaona ni kama vile ni utaratibu wa elimu wa kawaida, lakini usijue ya kwamba ni msaada wa kimalezi au ni aina ya malezi iliyowekwa kwenye utaratibu wa kiutendaji. Kanda raba shakorobosika. Nataka unielewe hapa. Ukitazama sera za elimu zinapotengenezwa na mifumo ya elimu inapotengenezwa, kwa nje wewe unaweza ukazani ni kitu cha kimwili, ni kitu cha kiroho,
lakini kwa nje pia unaweza ukafikiri ni swala tu la elimu la kawaida. Nataka nikwambie ule ni msaada wa kimalezi, au ni kitu cha kimalezi cha kilichopita kwenye lango la kitaifa, lakini inapopita kwenye lango la kitaifa inatengenezewa utaratibu wa kiutendaji. Unasema kwa nini? Kwa sababu kwenye malango ndo kumefungiwa kitu cha kuratibu misaada yote ya kimalezi inayopitishwa katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo ule msaada au kitu cha kimalezi kinachopita katika ulimwengu wa kiroho kitaifa, kinapofika kwenye ile lango, kinapewa utaratibu wa kiutendaji, na ghafla ndo inazaliwa mifumo ya elimu, ndo ghafla inazaliwa sera za elimu, inazaliwa mitaala, unashangaa zinazaliwa curriculum mbalimbali, zinazaliwa vitu mbalimbali, utaratibu mbalimbali wa kiutekelezaji katika elimu mbalimbali vinazaliwa pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Unasema hicho ni kitu gani? Nimejaribu kukwambia huo ni uratibishaji wa msaada wa kimalezi kwa ngazi za kitaifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Nataka nikupe hivi vitu, angalau ni vitu vizito, lakini nataka udake taratibu, vitakusaidia. Ni vitu vizito lakini vitakusaidia pakubwa sana, vitakusaidia pakubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Na iko katika ngazi tofauti tofauti. Unaweza kuona kwenye ngazi ya familia, nimejaribu kusemesha lango moja tu, lango la kimkakati la kitaifa. Ukija kwenye ngazi ya mji ni hivyo hivyo, ukija kwenye ngazi ya familia ni hivyo hivyo, ukija kwenye ngazi ya baba na mama ni hivyo hivyo, ni hivyo hivyo. Unasema kwa nini? Kule kwenye malango ndo kumefungiwa kitu cha kuratibu ule msaada unaokuja. Ndio maana misaada inaweza ikaja kwenye familia, inaweza ikaja, lakini inategemea pale kwenye lango kuna sheria ipi inayoratibu, inayosimamia uratibishaji, inayosimamia kitu kinachosaidia kutengeneza utaratibu wa kiutendaji wa ule msaada uliokuja, kwa sababu ndo kitaamua matokeo ya ule msaada unaokuja. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ngoja nitaendelea kukusemesha kidogo kidogo kadri tunavyoendelea hapa. Malezi ni ulinzi mkakati. Malezi ni ulinzi mkakati ulioratibiwa mbinguni kwa lengo la kulinda kusudi la Mungu kwa watu au kwa vitu alivyoviumba. Nataka uelewe hichi kitu. Malezi ni ulinzi mkakati ulioratibiwa mbinguni kwa lengo la kulinda kusudi la Mungu kwa watu au vitu alivyoviumba. Nimejaribu kukusemesha toka mwanzo kwamba malezi ni ulinzi mkakati ulioratibiwa mbinguni kwa lengo la kulinda kusudi la Mungu. Kwa hiyo unaposikia malezi ni ulinzi mkakati, sasa ninachokusemesha kwamba umeratibiwa mbinguni, maana yake malezi yanapoletwa duniani, yanaposhushwa, Mungu anapoleta msaada wa kimalezi kutusaidia, haina maana kwamba umetokea tu hewani, lakini umeratibiwa mbinguni kama ulinzi mkakati kwa ajili ya kulinda kusudi lake duniani, kwenye kile ambacho amekileta duniani. Kitu ambacho nataka uelewa hapa ni kwamba malezi ni ulinzi mkakati. Kwanza ni ulinzi mkakati wa Mungu mwenyewe, ameutengeneza kule mbinguni. Ni ulinzi mkakati Mungu aliotengeneza kule mbinguni, ameuratibu kule mbinguni, na anaamua kuushusha huku duniani, anaamua kuushusha huku duniani kwa lengo la kulinda kusudi la Mungu kwenye vitu au watu aliowaumba au aliowaleta duniani. Kwa hiyo ukiona malezi kuna aina ya malezi ambayo Mungu anayashusha kwa ajili ya kulinda kusudi lake, na ameyaratibu kule mbinguni, lakini yanapopita pale kwenye lango, yanapofika pale langoni, lazima yanakutana na kwenye lango pale yanakutana na kitu kinaitwa yanaratibiwa. Sasa tunaposema yanaratibiwa, haina maana kwamba hayajaratibiwa mbinguni, maana yake yamekwisha kuratibiwa tayari. Lakini yanapofika pale langoni, lango linapopitisha linaratibu kwa namna ambavyo uweze kutekelezwa, au ina uratibu kiutekelezaji. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Nataka uelewe hichi kitu ili iweje, ili ukae
yale malezi yanapoingia kwenye utekelezaji, yaingie kiutekelezaji, kimkakati, kiulinzi, kimkakati, kiulinzi, kimkakati, kiulinzi, kama Mungu alivyokusudia. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikupe mfano, labda unaweza ukanielewa. Unaweza ukaandika mahitaji mbalimbali yenye thamani au gharama au jumla ya gharama ya milioni 1, na ukaamua kuomba pesa kwa mtu au kwa bosi wako akupe milioni 1 kwa ajili ya hayo mahitaji. Sasa nisikilize vizuri, ile milioni 1 inapoletwa kwako, inapofika kwako, wewe ni lango. Ikifika pale langoni, inaingizwa kwenye mgawanyo unaotakiwa, unaotokana na utaratibu wa matumizi ulioratibiwa. Maana yake ni kwamba ukipokea ile milioni 1, wewe ni lango. Ukishaingia pale, ile milioni 1 inagawanywa kulingana na nini? Kulingana na yale mahitaji ulionayo, kulingana na yale mahitaji ulionayo, na kila eneo linapata kiasi chake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa sikia, ule mgawanyiko unasukumwa na kitu gani? Unasukumwa na utendaji. Kwa nini? Kwa sababu ghafla yale mahitaji yako uliyopanga yanaratibu, ile pesa inaigawa kwenye makundi yaliyotakiwa kwa ajili ya matumizi, kwa ajili ya kutumiwa. Na kumbuka nilivyokuambia tafsiri ya neno kuratibu. Kuratibu ni kuweka kwenye utaratibu wa kiutendaji au wa kimatumizi, wa kiutendaji au wa kimatumizi. Kwa hiyo Mungu anapoleta malezi, maana yake yale malezi yanagawanywa kwenye yale malango, yanagawanywa. Yakishagawanywa, yanagawanywa kwa ili iweje? Ili sasa yawekwe kwenye utendaji, yagawanywe kwenye utaratibu wa kiutendaji. Maana yake yakae kwenye mkao au kwenye utaratibu wa kiutendaji. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Na ni hivyo hivyo kwenye eneo la malezi au kwenye malezi. Malezi yanapoachiliwa yakafika langoni, yanagawanywa, kwa sababu yanapotoka mbinguni yanakuja kama malezi, kama vile ile ulivyopewa ile milioni 1. Lakini yanapofika pale, yanapokuja kwenye lango, yanagawanywa kulingana na kitu gani? Kulingana na mahitaji yanayotakiwa. Sasa ndani ya malezi kuna mgawanyiko, ndani ya malezi kuna mgawanyiko, na ndani ya ule mgawanyiko yanafanya yale malezi yagawanyike katika maeneo tofauti tofauti kulingana na uhitaji uliopo. Na ule mgawanyiko wa kimalezi umegawanya kama katika maeneo 3 hivi. Umegawanyika katika maeneo kama 3 hivi. Kwa sababu malezi yanaposhushwa huku kwetu yanagawanywa, yanapofika pale langoni, kwenye lango yanagawanywa. Malezi yanaweza yakagawanywa kiumri. Malezi yanaweza kugawanywa kiumri au yanagawanyika kiumri. Maana yake kwenye lango, pale kwenye lango, nimekwambia malezi yanapofika pale langoni, Mungu anapoyashusha kutoka mbinguni, yanapofika pale kwenye lango yanagawanywa. Maana yake yanaratibiwa, na ndani ya kuratibiwa yanawekwa kwenye utaratibu wa kiutekelezaji au ya kiutendaji au wa kimatumizi. Na miongoni mwa mgawanyo au wa mgawanyiko wa kimalezi kwenye malango, vipengele vinavyotumika kuyagawanya malezi, kipengele kimojawapo ni kipengele cha kiumri. Maana yake ni kwamba kuna aina ya malezi au malezi yanayogawanywa kiumri. Maana yake ni kwamba kila umri una mahitaji yake ya kimalezi. Maana yake umri haufanani. Maana yake ni vivyo hivyo malezi yao hayafanani. Kwa hiyo malezi yanaposhushwa, Mungu anaposhusha malezi kwenye malango, iwe ni lango la kitaifa, inapoenda kwenye lango la mji, lango la kifamilia, lango la baba na mama, malezi yanaposhushwa
yanagawanywa kiumri. Maana yake Mungu anapoyataratibu kule mbinguni, ameratibu msaada wa kimalezi kulingana na makundi mbalimbali kulingana na umri wao. Maana yake Mungu ndani ya malezi Mungu anayoachilia, kuna msaada wa kimalezi kwa ajili ya kundi la umri wa mwaka mmoja, wa umri wa miaka miwili, umri wa miaka mitatu, umri wa miaka 4 mpaka miaka 100. Kuna vipengele vimegawanywa namna. Maana yake ni kwamba ndani ya msaada wa kimalezi Mungu anauleta, ndani yake ameweka msaada kwa ajili ya kila umri. Kwa hiyo unaposhuka kwenye lango, pale kwenye lango kuna sheria inayogawanya aina za malezi kiumri. Ndio maana ukishafika pale langoni, yale malezi yanagawanyika kiumri. Maana yake hili nini? Hili ni kwamba kwenye yale malango kila umri upokee msaada wake. Kwenye taifa kila umri upokee msaada wake wa kimalezi kitaifa kwenye taifa. Ndio maana unakuja kugundua kwamba shule zetu au mitaala mbalimbali ya elimu imetengenezwa mitaala mbalimbali. Tuna mitaala ya elimu katika ngazi mbalimbali za elimu. Tuna za chekechea, tuna za kindergarten, tuna za shule ya msingi, darasa la kwanza, la pili, la tatu na sekondari. Hizi zote ni ngazi za kimalezi. Sasa zimegawanyika kulingana na umri. Na Mungu anapoachilia msaada wa kimalezi, uwe na hakika unapofika pale langoni, maana yake unaratibiwa kiumri, unagawanywa kiumri, ili kwamba kila umri upate package ya kwake. Sasa sikia, unapopokelewa pale kwenye lango la kitaifa, maana yake ni kwamba mifumo ya elimu iliyopo, nani za elimu, taasisi za elimu zopo, inapopokea ile pale kwenye lango, inaratibiwa kwa namna ambavyo kuiweka kwenye utekelezaji. Ndo ndani yake unasikia kunazaliwa karikula mbalimbali, mitaala mbalimbali ya elimu. Unadhani inatokea wapi? Ni ya kiroho, ni ya kiroho. Lakini eneo la pili la mgawanyiko wa kimalezi ni mgawanyiko wa kimalezi kikusudi. Maana yake msaada wa Mungu kishafika pale langoni, unagawa aina ya malezi kulingana na kusudi la Mungu. Maana yake pale kwenye lango kuna malango yanayopitisha msaada kwa ajili ya kila kusudi, kwa ajili ya kila kusudi, kwa ajili ya kila kusudi. Maana yake kila mtu aliyeweka kwenye nchi, kwa mfano ya Tanzania, kuna kusudi la Mungu analotakiwa kulitimiza kwenye nchi ya Tanzania. Kwa hiyo ndani ya lile kusudi la kitaifa, ndani yake kuna kusudi pia la yeye kutakiwa kutimiza. Kuna mgawanyiko unaofanyika pale kwenye malango. Maana yake kila kusudi lipate msaada wa kimalezi kutokea kwenye ngazi ya kitaifa, kutokea kwenye ngazi ya kijamii. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mgawanyiko mwingine wa kimalezi ambao uko kwenye lango ni mgawanyiko wa kimalezi kieneo. Maana yake Mungu anaposhusha msaada wa kimalezi, anashusha msaada wa kimalezi kieneo pia. Maana yake ni kwamba msaada wa Mungu ulioratibiwa mbinguni unapofika kwenye lango la kimalezi, unapofika kwenye lango la kimalezi pale, unaachilia ule msaada kulingana na eneo. Unasema eneo kwa namna gani? Ngoja nikupe mfano. Tanzania ya kwetu tuna nchi ya kwetu. Biblia inasema kwamba kila jambo lina wakati wake na kusudi chini ya mbingu. Maana yake kuna nchi. Ndio maana unapotazama kwa habari ya malezi, usitazame tu malezi kama malezi tu kwa mtu, lakini malezi pia yamegawanyika kieneo. Ndio maana msaada wa Mungu unapoletwa kimalezi kwenye taifa au kwenye mji, unagawanyika kieneo kulingana na mazingira yaliyoko pale, kulingana na challenges zilizoko pale. Malezi hayafanani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio maana watoto wa Tanzania wanalelewa tofauti, tuna matofauti kidogo kimalezi. Ukienda Kenya utakuta malezi tofauti, ukienda Uganda utakuta malezi tofauti, ukienda Marekani utakuta malezi tofauti. Tunasema kwa nini? Pale kwenye lango Mungu anaposhusha msaada wa kimalezi pale mbinguni, kuna mgawanyo wa kimalezi kieneo. Na kieneo ndani ya kieneo kuna kinchi, kuna kimji, kuna kijiji, kuna kimtaa, yako aina za kimalezi yanayohitajika. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ndio maana hiyo misaada inapopita kwenye ngazi ya kitaifa, ikifika tena kwenye ngazi ya kimkoa, yanagawanyika yale malezi, yanaenda kimkoa. Yakifika tena kimkoa, ile msaada wa kimalezi unagawanyika tena, unaenda kimiji. Ukifika tena kwenye ngazi ya mji, unagawanyika tena, unaenda kimtaa, kivijiji, mpaka kwenye ngazi ya familia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ngoja nikusemeshe jambo jingine hapa. Malezi yanapofika langoni, yanaitikia madai ya lango.
yanafika pale yanaitikia dai la lango. Maana yake ni kwamba yanasema hili ni lango lipi? Lango la mji. Inaachia pale malezi ya kimji. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na yale malezi yanapoachiliwa kieneo haina maana yake ndani yake kuna kikusudi na kuna kiumri. Nataka uelewe. Malezi yale yanapoachiliwa kieneo ndani yake kuna kikusudi, kuna kiumri. Kuna package ya umri, kuna package ya kusudi. Kandaraba shakorobo sikiriama. Nataka uelewe hapa. Mungu anaposhusha malezi mfano kwenye mji wa Geita, anaposhusha malezi kwenye mji wa Geita, uwe na uhakika kwamba ndani yake kuna package kwa ajili ya malezi ya watu walioko kwenye wilaya zilizoko ndani ya mkoa huu. Na kwa hiyo kuna package ya malezi kwa ajili ya vijiji vilivyoko ndani ya mkoa huu. Kuna package ya malezi kwa ajili ya kila familia iliyoko ndani ya mkoa huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unasema kwa nini? Kwa sababu mahitaji ya malezi hayafanani. Kwa nini? Kwa sababu msaada wa kimalezi unaoona Mungu aliuleta kwenye mji wa Yerusalem, Bethlehem, hakuuleta mahali pengine. Ile ilikuwa ni package kwa ajili ya Yesu. Ndio maana ulipita kwenye ngazi ya kitaifa, ukaenda kwenye ngazi ya mji, ukaenda mpaka kwenye ngazi ya familia. Bwana Yesu asifiwe sana. Unasema kwa nini? Wale mamajusi hawakubeba msaada wa Yesu peke yake. Mimi sijui kama unajua. Walipofika kwa Herode, wakamwambia yuko wapi mfalme amezaliwa? Ule ilikuwa ni msaada wa kitaifa. Ni msaada wa kimalezi kitaifa. Unasema kwa namna gani? Walikuwa wanapewa taarifa kwamba yuko mfalme anayekuja, mfalme atakayewaokoa, atakayewachunga watu wangu Israeli, atakayelichunga ili taifa, atakayelisaidia ili taifa, atakayelitawala ili taifa, atakayeliponya ili taifa. Maana yake alikuwa anajaribu kuambia kuna msaada wa kimalezi unakuja. Mfalme ni nani? Mfalme ni mlezi wa kitaifa. Ni mlezi wa kitaifa. Ndio maana ni muhimu sana upate kuelewa. Mamajusi waliwapa pia taarifa juu ya msaada wa kimalezi au malezi yanayokuja. Ndio maana kwa hiyo mamajusi walikuja na msaada pia wa kitaifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Cheki ndani yake ulibeba package gani? Ulibeba pia package kwa ajili ya msaada wa kifamilia. Familia nani? Familia ya Mariam. Familia ya Mariam na Yusufu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na uliratibiwa pale kwenye lango. Ngoja niendelee hapa kidogo. Sheria zilizoko kwenye malango ya kiroho ndiyo zinaamua mgawanyiko uwe wa namna gani. Maana yake mgawanyiko niliyokutajia hapa, mgawanyiko wa malezi kiumri, kikusudi, kieneo, unaratibiwa kisheria katika ulimwengu wa kiroho kwenye malango. Nimekwambia kwenye malango kuna sheria katika ulimwengu wa kiroho zipo zinazoratibu huu msaada unapoingia kwenye mji, unapoingia mahali, mgawanyiko wake uwe wa namna gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na hizi sheria zilizoko kwenye malango ndo zina uwezo wa kuzuia au kupitisha kitu kwenye lango. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja nikupe mfano. Kwa mfano ukienda benki, ukaenda kwenye ile milango wameandika bulk, sehemu ya kupokea fedha nyingi. Sasa ukiuona ule mlango pale umeandikwa lile jina pale juu, usione ni jina kama jina. Ile ni sheria ndio imeweka jina pale, ili ujue ya kuwa huu mlango unalindwa kisheria, unatambulika kisheria. Maana yake uwezo ukautumia kama unavyotaka, unalindwa kisheria. Na kwa sababu hiyo kuna vitu vitazuiwa na kuta vitu vitaruhusiwa kupita. Unaweza ukamkuta askari pale akakuzuia ukazani ni yeye amekuzuia, lakini ni sheria zinamzuia, na sheria yeye amewekwa pale kusimamia kuhakikisha sheria zipo. Ndio maana kama kwenye malango haya yanalindwa na sheria, uwe na hakika kuna walinzi wanawekwa kuhakikisha kwamba hamna uvunjifu wa sheria kwa mtu yoyote. Kwa hiyo mtu yoyote anayekuja na msaada kwa ajili ya msaada wa kimalezi kuleta kwenye eneo au kuleta mahali, lazima afuate sheria zilizoko kwenye ule mlango na zilizoko kwenye ulimwengu wa kiroho. La sivyo atakutana na wakati mgumu sana, maana yake atazuiwa na walinzi pale kwenye lango. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana sio kila msaada unapita na wala sio kila msaada unazuiwa.
Bwana Yesu asifiwe. Msaada wa nini? Msaada wa kimalezi. Msaada wa kimalezi. Ngoja niendelee hapa kidogo. Nitaendelea kukusemesha hivi vitu na kukupanulia kadri Roho Mtakatifu atakavyoendelea kutusemesha hapa. Nataka upate vitu hapa angalau vya kukuweka mahali pazuri kadri tunavyoendelea. Hivi sio vitu vyepesi sana. Nimemwomba Mungu apate kukusaidia upate kuelewa na maandiko. Ni vitu ambavyo vitakuvusha mahali pakubwa sana. Ndio maana malango yote yanaratibiwa kisheria. Unaweza kuona mke na mume wako tu. Lile ni lango la kimalezi. Na lina sheria, linalindwa, kuna sheria zake. Kuna vitu inapitisha na kuna vitu hairuhusi kupitisha. Na nitakwambia baadaye mabadiliko ya sheria namna yanavyoathiri eneo la malezi. Sheria za wapi? Sheria katika ulimwengu wa kiroho zinazoratibu malango ya kimalezi ya wazazi. Nitakusemesha hapa angalau upate kuelewa na utaona kitu cha ajabu sana. Ngoja niendelee kukusemesha hapa. Malango hayo pia yanafanya kazi kimfumo. Malango yanafanya kazi kimfumo au yanafanya kazi kwa kushirikiana na mifumo. Ndio maana nilikuonyesha pale Herode alikuwa anasimama kama alama ya kimfumo, kwamba kuna mfumo wa kiutawala, kuna mfumo wa kifalme huko pale. Na kwa maana hiyo ulikuwa unaona muunganiko wake na ule mlango wa kimalezi au na yale malango ya kimalezi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ulikuwa unaona muunganiko wake ulivyokaa. Na ulikuwa unaona namna ambavyo vinashirikiana. Ndio maana najaribu kukuambia malango haya pia yanafanya kazi kimfumo. Kwa nini? Kwa sababu kama yasipofanya kazi kimfumo, maana yake pia hayawezi kuratibiwa kimfumo na hayawezi kuwa na matokeo mazuri kama yaliyokusudiwa. Kwa sababu uratibishaji wake kiutendaji unategemea mifumo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sheria zinaweza kutumika kuzuia au kupitisha kitu kwenye malango ya kimalezi, kama nilivyotangulia awali kukwambia kwamba ndani ya ile mifumo na yale malango yanaratibiwa kisheria, na kwa hiyo kuna vitu vinaweza vikazuiwa na vingine vikapitishwa vya kimalezi. Nakumbuka nilikwambia haya malango hayajaumbwa na shetani. Malango yaliumbwa na Mungu, na Mungu aliyatengeneza kwa ajili yake na kwa njia yake. Maana yake yafanye kazi kwa ajili yake. Zile sheria ziliwekwa kwa ajili ya kuyalinda yale malango yasije yakatumika nje ya mapenzi ya Mungu na nje ya Mungu alivyokusudia tangu alipoyaumba, nje ya kusudi la Mungu aliloliumba. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sheria pia zinatumika, zinatoa nafasi za uwepo wa anayemiliki lango. Sheria zinatoa nafasi ya uwepo wa anayemiliki lango. Ninachotaka uone hapa ni kitu hichi cha ajabu sana, kwamba sheria zilizowekwa kwenye malango zinatoa nafasi au zinahalalisha anayemiliki lango. Maana yake haya malango ya kimalezi yanamilikiwa katika ulimwengu wa kiroho. Yanaweza yakamilikiwa na yanamilikiwa kisheria. Ukiona mtu yoyote amemiliki hilo lango, ameshika hilo lango la kimalezi, uwe na uhakika kwamba hayuko pale hajijipeleka mwenyewe. Yuko kihalali kisheria, anasimamia sheria zilizoko katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ni muhimu sana uweze kuelewa hichi kitu. Na mkumbuka nilikwambia kwamba hizi sheria Mungu ndo alizitengeneza kwa ajili ya kulinda kusudi lake kimatumizi kwenye hayo malango. Maana yake kama sheria ziliwekwa na zinasimamia pia uratibishaji, unaweza ukaelewa pia utendaji wa ule msaada wa kimalezi unaoachiliwa unategemea pia sheria. Na kama sheria inahalalisha nafasi ya uwepo wa anayemiliki lango, maana yake pia inampa uhalali anayemiliki lango kusimamia uratibishwaji wa ule msaada unaopita kwenye lango. Nataka uelewe hapa, kama sheria zinatoa nafasi kwa anayemiliki lango
pia zinatoa nafasi kwa anayemiliki lango kusimamia uratibishwaji wa misaada inayopita kwenye lango. Oh, haleluya, 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 haleluya. Nataka uelewe hapa vizuri sana. Itakusaidia na kukuweka mahali pazuri sana tunapopata nafasi ya kuzama ndani kwenye hili jambo. Anayemiliki malango ndiye anayesimamia uratibu wa kile kinachopita kwenye lango kwa ajili ya malezi. Ndiyo anayesimamia. Anayemiliki lango ndiye anayesimamia uratibu wa kile kinachopita kwa ajili ya malezi. Maana yake ni kwamba anayesimama kwenye ile lango la malezi, anayelimiliki, ndio anayesimamia uratibu. Nilikwambia uratibu maana yake ni kwamba ni kuweka kwenye utendaji kile ambacho kimeachiliwa kwa ajili ya malezi. Ule mgawanyiko wa msaada wa malezi uende wapi? Uliende wapi ulipokusudiwa? Wapi wapate, wapi wakose, wapi wapewe nini, wapi wasipewe nini? Yeye ndo anayesimamia pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ndio maana unaelewa wakati ukisoma kwenye ile Mathayo sura ya 2 ule mstari wa 1 hadi wa 7, utakuta mamajusi walipofika Yerusalem, kwenye ule mji wa Yuda, Biblia inasema Bethlehem, walipopita kwa Herode. Walipita kwa Herode kwanza. Kwa nini walipita kwa Herode? Kwa sababu ndo alikuwa anamiliki lango, ndo amepewa kusimama kwenye lango. Na kwa sababu alikuwa amepewa kusimama kwenye lango, cheki aliyowasaidia kuratibu ile safari yao ni Herode. Ndio maana ukitaka kujua nani au roho ipi imemiliki hilo lango, angalia anayeratibu kitu cha malezi, angalia anayeratibu msaada wa malezi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na kile kinachopita kwa ajili ya malezi. Kwa sababu Herode, ule msaada wa kimalezi unakuja kwa Yesu, ulilazimika upite langoni. Na ulipopita langoni ukakutana na Herode. Herode akahusika kusaidia kwenye uratibu, akawa anasimamia ule uratibu wa ule msaada wa Yesu mpaka akajua unaenda wapi. Na ile taarifa alipata saa ngapi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. 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 Ni muhimu sana uweze kuelewa hichi kitu, kitakusaidia na kukuweka mahali pazuri sana. Mahali pazuri sana. Kanda raba shakorobo sikiriama. Repa koria sakaraba shakorobo sikiriama. Nataka uelewe hichi kitu, mtu wa Mungu. Itakusaidia sana. Itakusaidia sana. Ni muhimu sana uweze kuelewa jambo hili. Ndio maana umiliki wa malango ya kiroho ni kitu ambacho ni very serious. Maana yake anayemiliki lango ndiye anayemiliki uratibu. Ule msaada unaratibiwaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. 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 Mungu aliyaumba malango ya kimalezi kiroho yamilikiwe na yeye akishirikiana na watu wake. Mungu alipotengeneza haya malango hakukusudia yamilikiwe na shetani, hakukusudia yamilikiwe na mapepo, hakukusudia yamilikiwe na nguvu za giza. Aliyakusudia yamilikiwe na yeye akishirikiana na watu wake. Maana yake ni kwamba kwenye ile nafasi aliyokuwa amekaa Herode, alitegemea ashirikiane na mtu aliyekaa kwenye ile nafasi ya Herode, washirikiane naye, wafanye kazi pamoja naye kwa ajili ya kutimiza kusudi lake. Hicho ndicho Mungu alichokikusudia. Lakini dhambi ilipoingia ikavuruga huo utaratibu, na ghafla mwanadamu akajikuta amempa nafasi shetani ya kushirikiana naye kwenye kuratibu hayo malango. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Na kwa sababu hiyo dhambi ikiingia au uasi unapotokea kwenye malango, unapelekea uwepo wa adhabu. Maana yake ni kwamba dhambi ilipoingia au dhambi inapoingia kwenye hilo lango au kwenye hilo eneo au kwenye hilo lango, inapelekea uwepo wa adhabu au kuachiliwa kwa adhabu.
ya kupokonywa umiliki. Uasi unapoingia unapelekea adhabu ya kupokonywa umiliki na kuzuiwa. Kwa malezi Mungu aliyoyakusudia kupata. Ndio maana unaweza kakakushangaza sana ni kwa nini msaada wa kimalezi haufikii wale ambao Mungu amekusudia ufike. Unaweza ukafikiri labda Mungu, unajua kuna malezi kuna mahali unaona kabisa kuna malezi mtu hapati, mtu ananyimwa malezi aliyokusudiwa, mtu anakosa malezi Mungu aliyoyakusudia. Na unaweza ukajiuliza swali kabisa, hivi kweli kabisa Mungu anashindwa kutusaidia? Hapana, Mungu ameachilia malezi, ila kuna mahali umezuiwa. Kwa sababu dhambi kishaingia, uasi ukishaingia kwenye malango ya malezi ya mji, kwenye malango ya malezi ya kitaifa, kwenye malango mkakati ya kitaifa, kwenye malango mkakati ya kimji, kwenye malango mkakati ya kifamilia, kwenye malango mkakati ya baba na mama, uasi ukishaingia, dhambi ikishaingia, kuna wale waliopewa kumiliki yale malango wanapokonywa umiliki. Maana yake ule umiliki unapokonywa. Ukishapokonywa, anakabidhiwa shetani, ndo anamiliki ile lango. Nguvu za giza ndo zinamiliki ile lango, na zikishamiliki zile lango, linazuia msaada wowote ule wa kimalezi kutoka kwa Mungu kuja kuwasaidia wale watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama nini? Kama sehemu ya adhabu. Ndo maana ukishaingia uasi kwenye familia, adhabu inapoingia kwenye uasi wa familia, wanapokonywa umiliki wa lango la kimalezi. Maana yake tena wanakuwa hawana sauti kwenye eneo la kimalezi. Ndio maana unaweza kugundua kwamba kuna wakati mwingine kwenye familia inaweza ikapita mahali pagumu, mtoto anaharibika, wanapita kwenye wanatabia mbaya, wameharibikiwa kimaisha. Alafu unasikia wazazi wanasema, yani hatujui hata tufanyaje, kwa kweli tumejitahidi mpaka tumeshindwa. Hawajajua kitu gani kimetokea, wamepokonywa umiliki wa lango la kimalezi. Maana yake ni kwamba kama vile ambavyo wakiasi, maana yake ni kwamba wanamnyima Mungu umiliki wa lango la kimalezi, wanamkabidhi shetani. Hawajajua kosa lilifanyikia wapi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuna uasi mwingine wa kurithi. Kuna kitu kingine cha kurithi. Inawezekana sio kosa ambalo umefanya wewe, lakini lilifanywa na babu, lilifanywa na bibi, lilifanywa na baba waliotangulia. Na walipofanya lile kosa la uasi, walipofanya lile kosa, ghafla ikapelekea uwepo wa adhabu, wakapokonywa lango la umiliki wa lango la kimalezi, likakabidhiwa kwa shetani. Na kwa hiyo ile adhabu ikawa ni kitu cha kurithi. Na kwa hiyo kuna vitu vya kimalezi vimezuiwa kabisa kwenye hiyo familia, vimezuiwa kabisa kwenye huo ukoo, vimezuiwa kabisa kwenye huo mji. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unaweza usijue shida ilipotokea. Ndio maana unapoyafuatilia mambo lazima uyatazame katika sura pana. Uwepo wa uasi na adhabu kwenye malango yanapekelea kupokonywa na kunyimwa msaada wa kimalezi. Sasa anayemiliki lango ndo anayecontrol ule msaada. Upate msaada upi, usipate msaada upi. Kumbuka nilikwambia, ndani kwenye malango ndo kumewekwa kitu kinachosaidia kuratibu ile misaada iende wapi na wapi. Inaratibu kiumri, inaratibu kikusudi, inaratibu kieneo. Ndo maana lango lile likishamilikiwa na roho zingine, lango likishamilikiwa na shetani lile la kimalezi, unaweza kukuta kuna umri fulani unanyimwa msaada wa kimalezi kisheria. Inategemea ilo kosa limefanyika kwa namna gani. Adhabu yake inadai yale malezi, nani anyimwe malezi, wanyimwe malezi kwenye eneo lipi, inategemea na adhabu ya lile kosa. Inaweza kama adhabu zingine za kosa zinazoamriwa kwenye lango la kimalezi inaamuru zuio la kwenye lango la umiliki wa lango na msaada wa kimalezi unaohusika na kutoa msaada wa kimalezi kiumri, au tunaweza kusema labda ni umri wa kundi fulani. Alafu unakuja kugundua watu wa hilo kundi hawapati msaada wa kimalezi. Watoto wanakuwa vizuri mwaka wa kwanza, wanakuwa vizuri miaka miwili, miaka mitatu, mwaka wa 3, wa 4, wa 5. Akifika miaka 20 anaharibikiwa. Alafu unagundua watoto wote wanaharibikiwa kwenye hiyo miaka. Sasa unaweza usijue shida ni nene. Sikia nikwambie, mmenyimwa umiliki wa lango la kimalezi kwenye umri huo. Umezuiwa, umenyimwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Unasema kwa nini? Lile ni lango linalojitegemea.
Kwa hiyo adhabu ikisema wanyimwe wanyimwe malezi umri kuanzia miaka 20 mpaka 30, ghafla watoto wanakuwa vizuri sana, wanaenda vizuri sana mwaka mmoja hadi miaka 19. Ikifika miaka 20 tu ghafla wana change, shetani ana take over. Unasema kwa nini? Lile eneo ambalo Mungu ananyimwa malezi, shetani anapewa nafasi ya kulea. Rapakoria sandarabakoria sikiria mandarabako. Nataka uelewe hichi kitu, ni siri za ajabu sana ambazo shetani asingetaka ujue. Siri ya kuomba, shetani asingetaka ujue. Unaweza ukashangaa watoto wanakuwa vizuri miaka 10, wakifika miaka 18 tu changes zinatokea, alafu wanakuwa hauwezi tena kucontrol. Unaweza ukajitahidi kuwalea unavyoweza kulea, ni kama vile umenyimwa umiliki, umenyimwa control juu yao. Maana yake umeuza umiliki. Ndio maana kukishatokea uasi kwenye hilo lango. Ngoja nikupe mfano. Kwa mfano, baba wakavuruga kwenye familia, wakatenda dhambi kwenye familia. Uasi ukishaingia kwenye familia, ghafla wananyimwa umiliki kwenye lango la malezi, wanamnyima Mungu. Mungu akishanyimwa umiliki kwenye lango la malezi, na nyie mnanyimwa umiliki kwenye lango la malezi, anakabidhiwa shetani. Sasa nisikilize, lango la malezi akishakabidhiwa shetani, watoto wenu ghafla wanaanza kuwa na tabia ambazo hamna control nazo. Ghafla vijana wanaanza kuwa na tabia ambazo jamii haina control nazo, wanashindwa kuwalea. Wanaweza wakaongea mpaka asubuhi, hawasikilizi. Unasema kwa nini? Lango linamilikiwa na nani? Lango la kimalezi linamilikiwa na roho ipi? Lango la kimalezi linamilikiwa na nani? Kandarapashakorobosikiriya mandarabasi. Hivi ni vitu vya siri vya ndani ambavyo Mungu akusaidia uweze kuelewa. Mungu akusaidia uweze kuelewa, sio vitu vyepesi hata kidogo. Shetani asingetamani upate kuelewa. Shetani asingetamani uweze kuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Ni muhimu sana uweze kuelewa hichi kitu. Ni muhimu sana uweze kuelewa hichi kitu. Mungu, uasi ukishaingia mahali, mnamnyima Mungu miliki wa hilo lango. Kwa hiyo kuna msaada wa kimalezi mtanyimwa. Ndio maana watu wengi sana, naongeaga na watu wengi sana, hawajajua kosa hili ambalo wanalifanya, na sio watu wengi sana wanajua wanachokifanya. Unapokutana na mwanamke na mwanaume mkaamua kuishi bila ndoa, gharama yake mojawapo umiliki wa lango la kimalezi. Kuna eneo la umiliki wa lango la kimalezi mnanyimwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni muhimu sana uweze kuelewa hichi kitu, kwa sababu usipoelewa kutembea kwenye hiki kitu, unaweza usielewe nguvu ya uhalali wa agano la ndoa kwenye eneo la kimalezi. Unaweza usielewe hivi vitu vilivyotengenezwa. Ndio maana watu wengi sana hujielewa kwa nini shetani siku hizi anaweka roho ya kupuuzia ndoa, roho ya kupuuzia agano la ndoa. Wanaona ni kitu cha kawaida tu kwenda na kuishi pamoja tu. Hawajajua gharama yake. Hujui gharama yake ilipo. Inawezekana kwamba ukasema mbona hamna shida, tunaishi tu pamoja. Subiri kidogo. Sio kila gharama utaiona saa hiyo. Nyingine utaiona katika watoto wako au katika kizazi chako kinachokuja. Unafungulia mlango wa kitu kibaya kupita, unaweza usijue. Ndio maana lazima uelewe muunganiko uliopo kati ya agano la ndoa na malango ya kimalezi. Maana yake agano la ndoa likivurugwa, kuna lango la kimalezi linapokonywa. Nataka uelewe hichi kitu. Ukisoma kwenye Biblia unaweza ukaona kitu cha ajabu sana, namna ambavyo Mungu alikabidhiwa lango la kimalezi la Yesu. Na unaelewa kwa nini Mungu aliamua kuingilia kati akawafungisha Yusufu na Mariam ndoa kabla walipobeba kwa ajili ya kubeba lile kusudi la Mungu walilobeba. Kwa nini? Kwa sababu kuna muunganiko wa agano la ndoa na lango la kimalezi kwenye ngazi ya familia. Kwa nini? Agano la ndoa likivurugwa, kuna ngazi na kuna aina ya malezi mnanyimwa au yanazuiwa kwenye malango. Maana yake shetani anapata uhalali pale wa kukamata. Sasa inategemea eneo lipi litapata adhabu. Kumbuka nilikwambia mgawanyiko huko mkubwa. Kuna wakati mwingine mnaweza mkanyimwa malezi ya kikusudi. Maana yake mnaweza mkamlea mtoto mkashindwa kulea kusudi. Unasema kwa nini? Ni lango ambalo adhabu ikipita ikasema wanyimwe au ule mlango uzuiliwe wa kupata msaada wa kimalezi wa kusudi. Unashangaa kusudi linafinywa na shetani kiasi ya kwamba upati msaada pale.
Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Unataka upate hichi kitu kitakusaidia, mtu wa Mungu. Nataka upate hichi kitu kitakusaidia, kitakuweka mahali pazuri sana huko tunapoelekea. Oh haleluya, oh haleluya. Nataka uelewe hichi kitu tu, nataka uelewe hichi kitu tu, kitakusaidia na kukuweka mahali pazuri sana kadri tunavyoelekea hapa, kadri tunavyoelekea hapa. Ndio maana lazima tujitathmini kama taifa. Eneo lipi la malezi tumenyimwa? Tumepoteza lango lipi la kiumiliki la kimalezi tukalikabidhi kwa shetani? Tumekabidhi lango. Unaweza ukalitathminije? Kaangalie ule mgawanyiko wa kimalezi yanavyoratibiwa kiumri, kikusudi, kieneo. Unaweza kukuta kwenye mji huu watoto wanalelewa vizuri, mji unaofuata hawalelewi vizuri, wanaharibika. Alafu unaweza ukasema kwa kweli kuna namna Mungu anaopendeleo. Hapana, kuna kitu hao watu wa hilo eneo wamefanya, kuna kitu watu wa hiyo familia wamefanya, kuna kitu hao watu wa huo ukoo wamefanya, kuna kitu ambacho mama amefanya, kuna kitu ambacho baba amefanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu wanandoa wanapounganishwa pamoja, kosa la mmoja linaweza likagharibu familia nzima. Unasema kwa nini? Mkinyimwa lango la kimalezi la baba likifungwa, maana yake kuna aina ya malezi mnanyimwa. Mama akivuruga lile lango likafungwa, maana yake likawekwa, likaingia, likaadhibiwa. Likiadhibiwa maana yake linawekwa chini ya mamlaka ya adhabu, maana yake linakuwa chini ya adhabu, na shetani anatumia ule mlango, anaumiliki ule mlango. Sasa kuna hasara yake pia, maana yake kuna malezi mtoto atanyimwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Ni muhimu sana uweze kuelewa hichi kitu, ni muhimu sana uweze kuelewa hichi kitu. Unaweza ukaenda ukasoma kitabu cha Mwanzo, habari ya Abimeleki alipoamua kumchukua mke wa Ibrahim, Sara, akamchukua akaenda naye nyumbani kwake, na Mungu akamtolekea usiku, akamwambia rudisha huyu mke, sio wa kwako, maana nimefunga uzao wako na nyumba yako yote. Sasa jaribu kufikiri, kosa amelifanya baba, alafu familia nzima wanaadhibiwa, wanafungwa kizazi. Alifungwa hadi mjakazi, hadi housegirl alifungwa kizazi. Usifanye mchezo. Ndio maana baba akianguka kwenye zinaa, familia msifikiri mtabaki salama. Kuna adhabu inaenda kwenye familia nzima. Maana yake ni kwamba unasema kwa nini? Sikia, familia nzima iliingia kwenye adhabu, walifungwa kizazi. Fikiria wewe ni mtoto ile familia, afu unatoka unaenda unaolewa, alafu ghafla upati mtoto. Unajiuliza kosa umefanyia wapi? Hamna kosa umefanya, hamna hata dhambi umefanya. Shida ni nini? Shida ni kwamba ni adhabu iliyokuja kwenye familia ikakukuta na wewe uko ndani, ukapigwa adhabu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndio maana ni muhimu sana uweze kuelewa, usipuuzie juu ya adhabu zinazokuja kitaifa kwenye malango ya kimalezi ya kitaifa, tukapokonywa umiliki kwenye hayo malango. Maana yake kuna kitu na wewe unanyimwa. Maana yake kitu kinachokuja kwenye ngazi ya familia, kuna vitu ambavyo vinategemea pia kwenye ngazi ya kitaifa. Ndio maana usiache kuomba. Ndio maana nimekusemesha hiki kitu uweze kuomba. Toba ni muhimu ya kuombea hayo malango. Lango la mji, ni kosa gani limefanyika kwenye mji tukanyimwa aina hiyo ya malezi? Kosa gani limefanyika kwenye hilo eneo tukanyimwa aina hiyo ya malezi? Lazima tuseme mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Ni muhimu sana uweze kuelewa ili mtu wa Mungu. Ni muhimu sana uweze kuelewa ili mtu wa Mungu. Litakusaidia, 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 litakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ni muhimu sana uweze kuelewa jambo hili. Ni muhimu sana uweze kuelewa jambo hili, namna hivi vita vilivyokaa. Ndio maana unaweza ukatazama peke yako, mtoto amenyimwa eneo lipi la malezi, mmenyimwa eneo lipi la malezi, mmenyimwa eneo lipi la malezi. Unaweza ukajitathmini wewe peke yako, mnaweza kujitathmini kama familia, mnaweza kujitathmini kama wilaya, kama taifa, kama mkoa, kama kanisa. Mmenyimwa eneo lipi la kimalezi, lipi limenyimwa? Maana msaada wa kimalezi, kama mmenyimwa huo msaada, lazima mtafute kujua hilo lango, kosa lipi limesababisha hilo lango likamilikiwa na adui, mkanyimwa huo msaada. Maana uwezi ukanyimwa tu hewani, maana yake ule mlango umefungwa. Haina maana Mungu aleti msaada. Akileta tu msaada, akifika mlangoni, shetani anamwambia hapana, adhabu huu mlango umewekwa adhabu, kuna adhabu hapa, hawaruhusi kupata huo msaada. Ndio maana unaweza ukaelewa wale watu wa Yerusalemu ambao watoto wao waliuawa. Usifikiri kwamba Mungu alikuwa hajaleta msaada kwao, alikuwa ameleta msaada kwao. Unasema kosa lao lilikuwa nini? Biblia inasema alipohuzunika, Yerusalemu ilihuzunika pamoja naye. Sasa nisikilize vizuri, kuna kitu walichokifanya kilichosababisha ule lango wakanyimwa ule msaada ambao Mungu alikuwa ameuleta kwa ajili ya Yesu, na wao wakaupata. Walinyimwa msaada wa kimalezi.
Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa usikimbilie kusema unajua Mungu Bwana angewasaidia tu. Ilitakiwa kuomba toba. Kuomba toba. Kwa nini? Kwa kosa lilofanyika. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Unasema kwa nini? Kwa kosa lilofanyika, lililosababisha lile lango likamilikiwa na Herode, likamkaliwa na roho mbaya kwenye ile nafasi ya Herode. Roho ya shetani kakaa kwenye ile nafasi. Maana yake kuna kosa walifanya, kuna kosa walifanya, na ilikuwa lazima waombe toba. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Haujawahi kuona familia ghafla unashangaa watoto wote wanaozaliwa kwenye familia wanapata mimba nyumbani? Kijana anazalisha nje, analeta nyumbani, na unaweza kujiuliza hivi shida ni nini? Mbona tunazaa tu, hatuolewi, tunazalishwa tu, hatuoi. Shida ni nini? Ni lazima utafute msaada kwa Mungu. Usipoelewa lango lipi limeadhibiwa, adhabu hii imetokana na nini, tumefanya kosa gani, si rahisi sana ukaelewa namna ya kupata msaada toka kwa Mungu, kwa sababu kuna aina ya malezi mmenyimwa. Kwani msaada wa kimalezi, unasema msaada wa kimalezi wa namna gani? Msaada wa kimalezi wa kukusaidia kwa namna ambavyo usije ukazaa nje ya ndoa kabla ya ndoa. Hilo ni package ya kimalezi, na sio watu wengi sana wanajua hiyo ni package ya kimalezi. Ukiona familia inanyimwa package ya kimalezi ya kuwasaidia kulelewa kwa namna ambavyo wapate watoto wakiwa ndani ya ndoa, wapate ndoa kwanza kabla hawajazaa watoto. Ukiona familia inanyimwa hicho kitu, ujue ni adhabu. Ni adhabu ya kitu gani? Ni adhabu ambayo ilipelekea kufungwa kwa lango la kimalezi, lango la kupata msaada wa kimalezi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Mimi sijui kama watu wengi wanajua hichi kitu. Kuna msaada wa kimalezi unaokuja wasaidiwa kwa kusaidia usije ukaanguka kwenye hiyo shida. Usije ukaanguka kwenye hiyo shida. Maana yake ni Mungu mwenyewe anaachilia ule msaada. Ni Mungu mwenyewe anamimina ule msaada. Bwana Yesu asifiwe sana. Wa kukusaidia usije ukazaa kabla ya ndoa. Watu wengi hawajajua kwamba swala la kuzaa kabla ya ndoa ni adhabu. Na sio kama watu wengi wanajua. Ukisoma kwenye ile habari ukisoma kwenye Biblia anasema kwa habari ya kwamba wakati Mungu anaachilia adhabu juu ya Yerusalem na juu ya wakazi wake, juu ya Israeli, akasema kwamba hakutasikika sauti ya bibi harusi wala ya bwana harusi. Maana yake alizuia sherehe, alizuia harusi kwenye ile jamii, alizuia harusi kwenye ile familia, alizuia harusi kwenye zile familia, alipiga block. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Ni muhimu sana uweze kuelewa. Sasa unashangaa hamna vigelegele, hamna sherehe. Sasa haina maana kwamba labda ndoa hazitakuwepo, lakini ndoa zile original hazitakuwepo, zimepigwa block. Mnashangaa hamna vigelegele, ni mnaona tu huyu amepewa ujauzito, yule amezalisha nje, na mnadhani ni kitu cha kawaida. Hapana, sio kitu cha kawaida. Omba mbele za Bwana. Kuna lango la malezi limeadhibiwa, kuna adhabu ipo kwenye hilo lango. Mmenyimwa kitu cha kimalezi, mmenyimwa kitu cha kimalezi. Unasema kwa nini? Ulishawahi kufikiria? Unaweza ukatathmini peke yako. Binti anaweza kafika umri wa kuolewa, hamuulizi mama, hamuulizi baba, mnachokuja kushtuka tayari ana ujauzito. Na wazazi unasema kwa nini? Na wao wanafunikwa, wanasahau hata kukaa na vijana wao wanapokaribia kwenye umri wa kuolewa au kuolewa. Ile kitu cha kukaa nao na kuwafundisha, aina kuwapa ile kitu cha kimalezi, nao wanakinanyimwa. Manake wananyimwa connection ya mtoto na baba na watoto, au wazazi na watoto kwenye eneo la kupata mke na mume. Unashangaa watoto wanaamua maamuzi yao wenyewe, hata shirikishi wazazi. Unagundua kabisa kuna shida iko ya kimalezi. Unasema malezi maana yake nini? Malezi maana yake ni connection, ni kitu ambacho kinaweka uhusiano kati ya anaelelewa na anaelea. Ukishaona kwamba uhusiano wa mtoto na wazazi kwenye eneo la kupata mke na kupata mume haujakaa sawasawa, utagundua kabisa kuna kitu cha malezi menyimwa kwenye familia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni lazima uende kwa toba mbele za Mungu na kumwambia Mungu, tumekosa. Mungu, tumekosa. Tumekosea wapi? Mungu, turehemu. Inawezekana kuna uasi, kuna adhabu umeachilia hapa. Mungu, natuambia kabisa, mkono wako si mzito usiweze kuokoa, sikio lako si zito lisiweze kusikia. Tumeomba kweli, lakini Mungu, tumeona tunakwama mahali. Tunaomba Mungu tusaidie, tujue kosa tulilolifanya, maana tumegundua iko adhabu iliyotufanya
ikafanya kwamba tukapoteza ule mlango wa kifamilia wa kupata msaada wa kimalezi toka kwako, tukapoteza ule mlango wa kijamii wa kupata msaada wa kimalezi toka kwako, tukapoteza ule mlango wa mji wa kupata msaada wa kimalezi toka kwako, tukapoteza ule mlango wa kimalezi wa kupata msaada toka kwako kwenye ngazi ya taifa, kwenye ngazi ya kanisa. Mungu, tunaomba utusaidie, uturehemu. Wapi tumekosa? Tafuta kujua ili hilo lango lipate kufunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, 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 haleluya. Ni jambo la muhimu sana ili upate kuelewa. Litakusaidia. Najua kuna watu wengi sana wana maumivu moyoni mwao. Nasema light tungejua. Una sababu ya kujilaumu. Unaweza ukarudi mbele za Mungu na ukapata msaada wa kimalezi. Mungu anaweza akarewind. Unasema akarewind namna gani? Akakupa kitu cha kimalezi ambacho umekikosa kipindi cha nyuma, akakupa leo. Roho Mtakatifu anaweza kufidi hizo gap ambazo zimetengenezwa na kukosekana kwa malezi. Ukapomruhusu Roho Mtakatifu, anakuja anatengeneza hapo palipoharibiwa kutokana na msaada wa kimalezi uliokosa, anatengeneza tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana hakuna lisilowezekana kwake yeye amini. Anaweza akakutengeneza tena. Hilo gap la malezi lililosababishwa na kukosa msaada wa kimalezi, anaweza akaingilia kati akatengeneza tena. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Unasema unaongea namna gani mtumishi? Unaongea kitu gani? Sikia nikwambie, wale watu waliokufa kwenye ule mji wa Bethlehem ya Uyahudi wakati Yesu amezaliwa, Herode aliua watoto wengi sana. Lakini unajua kwa nini Mungu aliamua kumwokoa Yesu? Akaona wale watoto wengine wamekufa, sio kwamba alizarau. Aliokoa mbegu. Aliokoa mbegu. Unasema kwa nini? Mbegu kwa ajili ya kucompensate. Ndo maana ndani ya Kristo Yesu walizaliwa watu wengi kama mchanga wa bahari, sawasawa na Ibrahimu alipozaliwa, na wa mataifa tulizaliwa pale. Maana yake alicompensate. Wale waliokufa wakufa bure. Yesu aliokoa mbegu. Kwa hiyo Yesu ameletwa kama mbegu. Wale wote ambao wamekosa msaada wa kimalezi, una sababu ya kujinungunikia, una sababu ya kujilalamikia. Unasema unajua, ni light ningesaidiwa haya malezi mapema, ningepata msaada wa kimalezi mapema, hakika nisingezaa nje ya ndoa, hakika nisingeanguka nisingeacha masomo kwa sababu ya kupata mimba, nisingepata mimba nje ya ndoa, yamkini na mimi ningefunga ndoa ya heshima, lakini sikia nikwambie, Yesu Kristo ni mbegu ya nini? Ni mbegu ya kutengeneza, ya kurejesha tulichokipoteza kwenye eneo la malezi, familia ilichokipoteza kwenye eneo la malezi, mlango tuliopoteza kwenye eneo la malezi. Yesu ni lango. Yesu anasema mimi ndimi lango la uzima. Yesu ni lango. Anaweza kurudisha huo mlango ukapata msaada sasa wa kufanya nini? Wa kukarabati. Biblia inasema Ezekieli anaulizwa hii mifupa inaweza kuisha? Akasema we Mungu wajua. Akasema itabirie, utakuwa na nyama, itabirie, utakuwa na pumzi. Rapa korea sanda rabasira. Itabirie. Akaitabirie. Unasema aliitabiria maana yake nini? Ilikuwa na mifupa, ilikosa nyama. Inawezekana kwenye malezi kuna nyama ulikosa. Tabiria, jitabirie. Rapa koramanda rapa saka rapa shaka. Jitabirie. Nisema Bwana najitabiria ili tumaini jipya ndani yangu ninatabiri. Kanda raba shaka robosiki. Ria manda rabasaka roboshaka remanda kari rekikiki kakakanda rekikinda rikisa rikinda rikanka kakakamanda rabasika rikikinda rikisa rikinda rikanda remando sikira rikiki karisa rikakanda ripakondi amanda risa koroboshaka rabasiki. Thank you Jesus. Nataka uelewe hichi kitu, mtu wa Mungu. Usikate tamaa. Rapa koria sambi. Yuko Mungu. Biblia inasema kilio kilisiki karama, lakini liko tumaini. Rapa koria mando robosika. Ukiona Mariam anacheka ujue liko tumaini. Ukiona Yusufu anacheka ujue liko tumaini. Nasema iko mbegu. Rapa koria manda rabasikiria sita. Repa koria saka. Ngoja nikusemeshe kitu hapa kingine, angalau tupate kwa nafasi ya kumaliza. Uwepo wa nafasi ya Herode langoni ni ishara ya adhabu yenye zuio la kimalezi
kwa ajili ya kusudi la Mungu. Uwepo wa nafasi ya Herode langoni ni ishara ya adhabu yenye zuio la kimalezi kwa ajili ya kusudi la Mungu. Herode ukisoma kwenye ule mstari wa sura ya 2, utaona mtu wa kwanza wanaenda pale wanakutana naye ilikuwa ni Herode. Kwa hiyo uwepo tu wa Herode langoni ulikuwa ni ishara ya uwepo wa adhabu. Unasema kwa nini uwepo wa adhabu? Kwa sababu Herode, uwepo wake Herode, roho iliyokuwa nyuma yake sio roho ya Mungu, ilikuwa ni roho ya Shetani. Kwa hiyo uwepo wake tu Herode ulikuwa unajulisha uwepo wa adhabu, ambao ndani ya ile adhabu ilikuwa inawekwa zuio la kimalezi ya kusudi la Mungu. Ndio maana unaona uwepo wa Herode uliashiria uwepo wa zuio au kile kinachozuia wale watu wa mji wasipate msaada wa kimalezi kwa ajili ya kulea kusudi la Mungu. Kwa nini? Hakutaka msaada wa Mungu kwa ajili wa kimalezi, kwa ajili ya kulea kusudi la Mungu. Hakutaka. Ndio maana aliposikia tu amezaliwa mfalme alikazabika. Kwa sababu gani? Kwa sababu ule msaada wa Mungu wa kimalezi ulikuwa unaenda kulea ufalme wa Mungu uliokuwa ndani ya Kristo Yesu. Na kwa hiyo alijua kabisa ile kitu kikilelewa kikikuwa vizuri, ufalme wake unaingia kwenye tishio, ufalme wa Shetani unaingia kwenye tishio. Ndio maana anajua kabisa Wakristo wazuri wakipata malezi mazuri ya kiroho kanisani, wakilelewa vizuri ni tishio. Ndio maana anazuia wasipate msaada wa kimalezi. Anajua kabisa watoto wakilelewa vizuri ni tishio kwenye maendeleo ya kitaifa, kwenye mafanikio ya kifamilia, ni tishio. Kwa hiyo Herode alipokaa pale mlangoni, alihakikisha kwamba anazuia wasipate msaada wa kimalezi. Kwa nini? Wakikosa msaada wa kimalezi amewamaliza. Maana yake hata kama watakuwa hawatafikia kwenye kiwango kile ambacho kinatakiwa, wataishia njiani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anajua kabisa kuna kitu akinyimwa kwenye malezi, kuna kitu amenyimwa kwenye maisha, kuna kitu amenyimwa kwenye kutimiza kusudi la Mungu lilokusudiwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa nini? Sio misaada yote inayopita inatafuta kulea kusudi la Mungu. Herode alizuia msaada unaotumika kulea kusudi la Mungu, lakini cheki msaada aliopitisha. Misaada mingine inapita. Ndio maana langoni pakishaka ile roho nyingine, misaada mingine itapita. Utasikia inaruhusu nyimbo za bongo flavor kwenye darasani au wanafunzi, hiyo zinaruhusiwa, lakini inapokuja kitu cha malezi vinazuiwa. Zitapitishwa mafundisho ya mabaya, lakini mafundisho ya kimungu yatazuiwa. Utaenda kwenye shule fulani, itazuiwa mafundisho ya Biblia, mafundisho ya neno la Mungu italeo, lakini ikija bongo flavor, mazinga umbwe yataruhusiwa. Kandarapa shandorobo koria sakaraba sikiria sata. Ukienda kwenye baadhi ya kanisa kuna mafundisho yatazuiwa, mengine yataruhusiwa. Manabii wa uongo wataruhusiwa, wa kweli watakataliwa. Unaweza ukaenda kwenye familia, utakuta nyimbo za Mungu zinakataliwa, lakini nyimbo za Shetani zinaruhusiwa. Mafundisho ya Mungu yanakataliwa. Unaenda kwenye familia, neno la Mungu linakataliwa. Baba anakataa neno la Mungu kwenye familia, mama anakubali. Unagundua ile lango limekamatwa na roho nyingine, ile limekamatwa na roho nyingine. Mama anasema mtoto tumpeleke kanisani, baba anasema tumpeleke kwa mganga. Unasema kwa nini? Huyu anaruhusu, anapitisha malezi ya kimungu, huyu anazuia. Utajua kitu gani? Herode amemiliki lango. Herode amemiliki lango. Anatafuta nini? Kuzuia msaada wa kimalezi wa kimungu kwa mtoto. Ndio maana ukishaona kitu cha namna hiyo, shtuka. Kwa nini? Sio kila msaada utazuiliwa, utapitishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. 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 Ndio maana unaweza ukawa mama kwenye familia, baba kwenye familia. Baba unaweza ukadai kila saa, jamani naomba hela nipate nafasi ya kwenda kwenye nimpeleke huyu mtoto kwenye mafundisho ya neno la Mungu. Hela ipo. Hela iko. Lakini ukisema tunaomba hela twende kwenye mabembea, iko. Unasema kwa nini? Sio kila msaada utazuiwa. Misaada mingine utapata, hela za mavazi utapata, viatu utapata, lakini hela
msaada wa kimungu wa kukusaidia kupata neno la Mungu upati. Ndio maana mtoto nyumbani, unaweza ukatazama wewe mtoto nyumbani kwako, utampa hela ya shule, utampa hela ya kwenda picnic, ya kwenda kusikiliza, kwenda disco, kwenda kucheza nyimbo, kwenda kununua vitu, kununua nguo za shule. Lakini inapokuja kwenye swala, unaambia swala la kumpa sadaka apate Biblia ya neno la Mungu, kwenda kwenye semina la neno la Mungu, huo msaada apati. Unasema kwa nini? Na lango na wewe lina shida. Lango lina shida. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni kitu cha muhimu sana uweze kuelewa hichi kitu. Ndio maana lango likishamilikiwa na mapepo na nguvu za giza zikikaa kwenye lango la mama au likikaa kwenye lango la baba, uwe na uhakika kwamba kuna vitu havitapita. Bwana Yesu asifiwe sana. Unasema kwa nini? Unaweza kukaa kwenye familia asubuhi mpaka jioni, nyimbo za bongo flava, nyimbo za mapenzi, na mama anachukua simu yake anamsikilizisha mtoto, anampa mtoto anasikiliza, anampa movie. Uwezo ukasikia hata dakika moja anashika Biblia anamsomesha pale. Unasema kwa nini? Maana yake lango lina shida. Unasema kwa nini? Halipitishi msaada wa kimungu wa kimalezi kwa ajili ya mtoto, inapitisha msaada wa roho zingine. Bwana Yesu asifiwe. Ukishaona ndani yako kama mzazi unapata shida kupitisha kitu cha kimungu kwa ajili ya mtoto wako, kupitisha kitu cha kimungu, msaada wa kimungu kwa ajili ya mtoto wako, Mungu anashindwa kupitisha msaada wa kimungu kwa ajili ya mtoto wako, ujue kuna shida. Ukiona unashindwa kutekeleza cha kimungu kwa ajili ya mtoto wako, ujue kuna shida. Hilo lango limemilikiwa, kuna pepo na nguvu za giza zimekamata hapo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Na linazuia vitu vingi sana, na inaweza ikazuia kiumri, kwa sababu unaweza ukashangaa kuna wazazi wengine anaweza kalea mtoto mpaka anakuwa umri fulani, ikifika umri fulani anashindwa kumlea tena, anamwachia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, 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 haleluya. Ni muhimu sana uweze kuelewa hichi kitu. Haujawahi kuona mji mzima hakuna kitu cha kimalezi kwa ajili cha kimungu kwa ajili ya watoto? Mji mzima kimezuiwa. Lakini unaenda kwenye mji mwingine, kuna Bible fellowship za watoto, kuna eneo la watoto kujifunza neno la Mungu, kuna eneo la watoto wanafundishwa mafundisho ya kimungu. Zipo. Unasema kwa nini? Lango la kimalezi la kupokea msaada wa kimungu kwa ajili ya mji, kwa ajili ya watoto limefunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ngoja nikusemeshe jambo la mwisho hapo. Nipate nafasi ya kukuombea. Ikiwa malezi ni ya kimkakati, ni ya kimuda pia, kwa ajili ya kulinda kusudi la Mungu, ni muhimu sana uweze kuelewa kama malezi yamewekwa kimkakati, ni ya kimuda, maana yake ni kwamba yamewekwa kimkakati, kimuda, kwa ajili ya kulinda kusudi la Mungu. Maana yake kwenye kila kipindi kuna aina ya malezi yanayotakiwa kuachiliwa. Kina malezi yake. Kila kipindi cha malezi ya mtoto kina malezi yake. Maana yake kuna kila kipindi anatakiwa apate msaada wa kimungu. Ndio maana ukienda kwenye mitaala mbalimbali ya mashule, zile international school au English school, utakuta wanaweka masomo yao au curriculum zao au masomo yao kiumri. Maana yake wanajaribu kukusemesha kila kitu wamekopi kwenye Biblia. Maana Biblia inasema kila jambo lina wakati wake. Maana yake nini? Kila jambo limetengenezewa muda wake. Maana yake kila aina ya kila muda wa malezi wa umri wa mtoto una aina yake, una aina ya malezi unaotakiwa kupata, una aina ya msaada wa malezi unaotakiwa kupata. Ndio maana wameweka kila muda, maana yake kila umri una masomo yake. Ni ile kitu wamekopi kwenye Biblia. Unasema kwa nini? Kwa sababu kila umri wa mtoto Mungu ametengenezea aina ya malezi yanatakiwa kuachiliwa kwa ajili ya yule mtoto katika huo umri. Ndio maana mtoto akizaliwa kwenye mwaka wa kwanza, mbinguni wana aina ya malezi waliomwandalia kwa ajili ya kupata kwenye mwaka wa kwanza. Mtoto akifika mwaka wa pili, mbinguni wana aina ya malezi waliomwandalia kwa ajili ya mwaka wa pili mpaka na mwisho wa maisha yake. Unasema kwa nini? Kwa sababu
ni mkakati wa Mungu aliotengeneza kwa ajili ya kulinda kusudi lake katika maisha yote ya mwanadamu. Kuna vitu ameweka mbinguni. Unasema kwa nini? Sikia, Biblia inasema Yesu wakati anakuja duniani alisema kwamba nimekuja duniani kwenye chuo imeandikwa. Maana yake alipokuwa anakuja duniani, maana yake ilikuwa imeandikwa. Ukisoma kwenye Biblia, Yesu alipoishi Bethlehem, Biblia inasema kama ilivyoandikwa atazaliwa Bethlehem. Ukisoma pale Biblia inasema kwamba alipotoka Bethlehem akapelekwa Misri, Biblia inasema kwamba kama ilivyoandikwa toka Misri nalimuita mwanangu. Alipoenda Nazareti kule tena, Biblia inasema kwamba Biblia kama ilivyoandikwa katika neno ya kwamba ataitwa Mnazarayo. Unasema kwa nini? Alikuwa anaishi neno, maana yake alikuwa anaishi maelekezo ya kimungu, mpango wa kimungu aliyopanga kwenye hatua mbalimbali za maisha yake. Kuna aina ya malezi aliyokuwa amekusudia kwenye hatua mbalimbali za maisha yake. Kwa hiyo kwa kila mtoto ndo Mungu alivyomkusudia. Maana yake kila umri Mungu amekusudia aina fulani ya malezi yapate. Na kwa hiyo kuna lango la kimalezi linafunguka kinyakati na kimajira na kimkakati. Ndo maana kila nyakati kuna majira, kuna aina ya malezi yanaachiliwa kwa ajili ya kulinda kusudi katika kipindi hicho, ili mtoto avuke. Akifika miaka 18 kuna aina ya malezi ambayo mbinguni wanaachilia kwa ajili ya kumsaidia kwenye malezi katika kipindi hicho, ili avuke salama, kusudi lake livuke salama. Akifika miaka 20 kuna changamoto zake kwenye miaka 20. Kuna aina ya malezi ya kumsaidia avuke kwenye hicho kipindi. Kuna malezi yake. Unasema kwa nini? Ni mlango unatakiwa kufunguka, ni lango la malezi ambalo lazima liwe wazi kwenye hicho kipindi, lifunguliwe kinyakati. Ndio maana wazazi wengi hawajajua kwa nini wanasherehekea happy birthday, lakini wanasahau kukabidhi nyakati, kukabidhi huo mwaka kwa Mungu, kufungua malango ya mbinguni ya kimalezi kwa ajili ya mtoto kwenye hicho kipindi, ili mtoto apate msaada katika mwaka huo wa kimalezi. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sijui kama watu wengi wanaosherehekea happy birthday za watoto wao wanakumbuka hichi kitu. Wanakumbuka kufungua lango la kimalezi katika la nyakati kimalezi, la malezi kinyakati. Kufungua lango la malezi kinyakati maana yake kuomba kwa Mungu, kukabidhi hizo nyakati kwa Mungu, ili Mungu awafungulie lango la malezi kwa ajili ya mtoto wao apate msaada wa kimalezi katika hicho kipindi. Usikumbuke tu kula keki, kumbuka na hicho kitu, ukabidhi huo mwaka kwa Bwana ili mpate msaada wa kimalezi. Mungu ashushe, afungue msaada wa kimalezi katika huo mwaka. Mjue huyo mtoto yuko mwaka wa 5, ni miaka 18, ndo mnamleaje? Mungu anawapa maelekezo gani? Kuna kitu gani? Mariam na Yusufu walikuwa wanapata huo msaada kinyakati. Ndo maana Biblia inasema Yesu akaendelea kukua katika hekima na kimo, lakini akiwapendeza watu wanadamu. Lakini pale anasema tena pengine akikuwa katika hekima na kimo akiongezeka nguvu. Unasema kwa nini? Kwa sababu katika kila kipindi cha maisha yake Yesu kulikuwa kuna msaada wa kimalezi uliokuwa unaachiliwa kwa ajili yake, kwa ajili ya kumsaidia aongezeke katika hekima na kimo. Unasema kwa nini? Kadri umri ulivyokuwa unaongezeka ndivyo alihitaji hekima kubwa zaidi ya kumsaidia kwenye maisha yake katika huo umri aliokuwa nao. Ndivyo alivyohitaji nguvu nyingi zaidi za kimungu za kumsaidia kwenye hicho kipindi alichokuwa anaishi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Mungu wangu na kubariki sana. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ametusemesha mambo mazito hapa, mambo ya ajabu sana, na tuna kila sababu ya kumwambia Mungu asante kwa ajili ya hichi kitu. Ni siri za ajabu ambazo Mungu ametupeleka, lakini nataka nikusemeshe hichi kitu. Nataka nikusemeshe hichi kitu. Mimi sijaongelea tu kwenye ngazi ya mtoto, naongelea kwenye ngazi hata wewe mtu ambaye umepewa kusudi la Mungu. Sijajua umri wako kwa sasa, lakini umri wako pia Mungu kuna aina ya malezi ambayo Mungu anatakiwa kuachilia kwako, ya kukusaidia kwa ajili ya hicho kipindi ambacho unapita, kwa ajili ya kulinda kusudi lake, kwa ajili ya kulinda kusudi lake. Yesu alikuwa akiongezeka katika hekima na nguvu. Okay, wewe unaongezeka katika hekima au unapungua? Nguvu zako zinaongezeka au zinapungua? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ndo zitaamua mafanikio ya hilo kusudi ambalo Mungu ameliweka. Ndio maana nimekusemesha kwa habari ya kuombea haya malango, kwa sababu haya malango yasipokaa vizuri sana, hususan malango ya wazazi, uwe na hakika kuna msaada wa kimalezi ambao mtoto atakosa kupewa kimkakati, kinyakati. Ni muhimu sana uweze kuelewa hichi kitu. Ni muhimu sana uweze kuelewa hichi kitu. Kama unavyokumbuka happy birthday na keki, kumbuka hichi kitu pia, msaada wa Mungu kimalezi. Kwa sababu sio wazazi wengi sana wanajua. Sio wazazi wengi sana wanajua. Ni kwa nini? Ni kwa sababu hawajui kwamba linalelewa kusudi, na kusudi kila jambo lina wakati wake, na kusudi na nyakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nini? Kwa hiyo kila nyakati kusudi linalelewa kinyakati, kimajira. Bwana Yesu asifiwe.
Haleluya. Nataka niombe pamoja na wewe. Nimekusemesha vitu vingi hapa na ningetamani kuendelea kusemesha, lakini natamani angalau nipate nafasi ya kuomba na wewe. Najua nimekusemesha vitu vingi hapa. Lakini msisitizo wangu mkubwa ni maombi. Hatujajua malango ya mji yamefanya kosa gani. Mji umekosea kitu gani? Biblia inapoongelea kwa habari ya Yerusalemu inasema, Yerusalemu unayewaua manabii. Mji unauaje manabii? Maana yake ni kwamba kuna lango limefunguliwa na mji. Kuna lango limefunguliwa kwenye mji linayopitisha roho inayotafuta kuua manabii. Biblia inaongelea kwa habari ya mji wa ukahaba na uzinifu. Inaongelea habari ya Babeli. Maana yake ni kwamba kuna mfumo ambao umepata nafasi, ambao umezuia kitu cha kimalezi cha kimungu, na ghafla ikaingia roho ya uzinzi ndani ya mji. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hivi ni vitu vya msingi sana vya kukusaidia. Karapashandarabakoria sakarabasika. Nasikia nguvu za Mungu hapa na upako umenifunika hapa. Lakini nataka angalau uweze kuelewa namna tunavyoomba. Tunataka malango yafunguke ya kimalezi yatufungukie kwenye taifa. Malango ya kimkakati ya kimji yafunguke. Omba malango. Usijui wewe uko kwenye mji gani, uko kwenye huo mtaa, uko kwenye hicho kijiji. Omba. Maana yake ni kwamba kuna haki yako za kimalezi, kuna msaada wa kimalezi unatakiwa kupata kwenye huo mji. Unatakiwa kupata kwenye hiyo shule. Unatakiwa kupata kwenye hicho chuo. Kuna msaada wa kimalezi wa kimungu uachiliwe kwenye hicho chuo ili na wewe ufaidike huko ndani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa nini? Ili usimame na Mungu. Lango la kimalezi la hilo eneo limilikiwe na Mungu, na Mungu apate kusimama pamoja nao. Funika macho yako nipate nafasi ya kuomba pamoja nao. Kitu ambacho nataka ni kuombea kwa Bwana sahihi. Nataka niombe toba. Mimi sijajua roho iliyopo ndani ya wazazi. Unakuta kuna mzazi mmoja analewa, anakunywa pombe, afu anasema, ila mtoto wangu sitaki anywe pombe. Okay, ni sawa, haina shida, lakini kumbuka wewe ni lango. Maana yake kuna kitu cha malezi unapitisha, sio kwa kusema tu, lakini unapitisha. Huwezi ukawa unakunywa pombe alafu ukawa unamfundisha mtoto Biblia akakuelewa. Haiwezekani. Lango maana yake ni lango la kiroho kwanza. Maana yake tayari kuna roho nyingine iko ndani yako, na kuna vitu ghafla ambavyo haviwezi kupita vya kimalezi. Kuna vitu Mungu anataka kupitisha kwako wewe kama baba. Kuna vitu Mungu anataka kupitisha kwako wewe kama mama, lakini hawezi akavipitisha kama kuna mazingira yamevurugwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ndio maana kama hamna uhalali wa agano la ndoa, lazima mwende mbele za Mungu kwa toba, kwa sababu kuna haki za msaada wa malango ya kimalezi mtanyimwa, hamtapata. Maana yake nini? Maana yake mnatembea kwenye adhabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ninakusemesha hichi kitu kwa sababu ni kweli ambayo itakusaidia na kukuvusha mahali pakubwa sana. Kwa sababu mbinu hiyo ni mbinu mojawapo ya kufungua malango ya kimalezi kwa ajili ya mtoto, kwa ajili ya kumsaidia mtoto. La si hivyo mtajikuta mnapitisha kitu kibaya na hamtajua namna ya kumtoa huyo mtoto kwenye hiyo shida. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maana kuna vitu vingine unaweza ukalaumu watoto, usijue ni nyie mmevipitisha kama malango. Kwa nini? Kumbuka, ukifanya dhambi unamfungia Mungu kukutumia wewe kama lango kwa ajili ya kupitisha msaada wake wa kimalezi kwa ajili ya mtoto wako. Unamfungulia shetani mlango kwa ajili ya kupitisha msaada wa kimalezi kwa ajili ya mtoto wako. Na ghafla kuna tabia zinaambukizwa kwa mtoto wako. Unafikiri ni kama vile mtoto wako amezipata mahali pengine, usijue ya kwamba zimepita kupitia wewe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niombe pamoja na wewe. Mimi sijui wewe ni lango kwenye eneo lipi, lakini nataka niombe toba pamoja na wewe. Nimwambie Mungu apate kukurehemu kama lango. Lakini kama hujaokoka na kumwamini Yesu Kristo, Yesu Kristo ni lango. Unapomwamini Yesu Kristo akaingia kwenye maisha yako, anakubadilisha. Haijalishi lango ni baya kiasi gani, haijalishi lango limevurugwa kiasi gani. Nilikuambia tangu mwanzo, haijalishi hilo lango limevurugwa kiasi gani kwenye eneo la malezi. Unapompokea Yesu Kristo akaingia kwenye maisha yako, yeye ni lango la uzima. Lango la uzima maana yake ni lango ambalo linapitisha uzima, linapitisha aina ya malezi, aina ya maisha yaliyobeba uzima. Haipitishi lango la mauti. Haiwi lango la mauti, inapitisha, unakuwa lango la uzima. Haiwi lango la mauti kwa ajili ya watoto wako, kuwapitisha vitu vya malezi vinavyoua ndoto zao, vinavyoua maisha yao. Unakuwa lango la kupitisha uzima unaotengeneza future yao, unaotengeneza kesho yao sawa sawa na Mungu alivyokusudia. Kwa kitu cha kwanza ambacho nakitaka kwako, nataka
ndani ya moyo wako ufanye. Kama hujaokoka na hujamwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ninakupa hii nafasi sasa upate kumwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hivi vitu sio vyepesi sana. Unapohitaji kubadilika nje, lazima ubadilike ndani. Kuokoka sio dini mpya. Kuokoka maana yake ni Yesu Kristo ndani yako na uzima wa milele ndani yako. Mungu na mwana wake Yesu Kristo wanakuja kufanya kazi ndani, kukaa ndani yako, wala kukubadilishi dini wala dhehebu. Maana yake ni kwamba Mungu anakuja kukaa ndani yako, anaingia ndani ya moyo wako, anabadilisha maisha yako. Huna namna ambavyo unaweza ukatangaza na kuniambia kitu gani umefanya. Yesu anajua kitu gani umefanya. Wewe lazima ni uamuzi wako kwenda mbele za Mungu na kumwambia Yesu, ninaomba unisamehe. Nimegundua dhambi yangu na makosa yangu. Nimerudi kwako sasa Bwana. Unirehemu, unisamehe sasa. Katika jina la Yesu Kristo, ili nipate kuwa mwana wako tena. Uingie ndani yangu, nibadilishe kuwa lango lile ambalo umenikusudia. Nipitishe kitu kwa ajili ya malezi, kwa ajili ya watoto wangu, kwenye familia yangu, kwenye kanisa langu, mahali popote ambapo unaniweka, niwe lango zuri, nisiwe lango la mauti. Maana kama hujaokoka hui lango la uzima, unakuwa lango la mauti, maana mauti inakaa ndani yako. Lakini nataka nikusemeshe kitu cha tumaini. Yesu Kristo anapokuja ndani yako kama lango, anakubadilisha. Haijalishi, unajua, unaweza ukaniambia, unajua mimi nimelazaa nikaachika, nimebaki mimi na mtoto tu. Sikia nikwambie, Yesu akija ndani yako anakubadilisha. Maana yake ni kwamba akishakuja ndani yako anakubadilisha. Anasema anafanya kitu gani? Akishakuja ndani yako anakubadilisha, anaingia ndani yako, unakuwa lango jipya, anakutengeneza, unakuwa lango jipya. Unasema kwa nini? Anakuletea Yusufu wako, Unasema kwa nini? Kwa sababu ghafla ndani yako umembeba Yesu. Ukishambeba Yesu anakupa Yusufu wako. Usiendelee kutembea kwenye maisha ya dhambi. Unazaa na huyu, unatembea na huyu, anakudanganya. Hapana. Ukishamwamini Yesu Kristo sahi, Yesu Kristo akija ndani yako anakubadilisha, unakuwa mpya tena. Na ukishakuwa mpya tena, usirudi tena kule. Kaa hapo kwenye laini. Mungu akupe mume wa kwako, hata kukutanisha na Yusufu wa kwako, kama alivyomkutanisha Mariam na Yusufu wa kwake, katika jina la Yesu. Funika macho yako nipate kukuombea mahali ulipo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante Mungu kwa ajili ya binti huyu, kwa ajili ya kaka huyu na bwana huyu, mtoto huyu na kijana huyu anayenisikiliza. Asante Mungu kwa kumpa nafasi ya kusikiliza mafundisho haya. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, niko mbele zako Mungu, katika jina la Yesu. Ninaomba toba kwa ajili yake Mungu, nikiomba Bwana umsamehe Bwana Mungu kwa chochote kilichofanyika kwake Mungu wangu kama lango. Ninaomba toba Mungu wangu juu ya chochote kilichofanyika kwenye hilo, kama yeye kama lango, juu ya uasi uliofanyika na dhambi iliyofanyika Bwana, na kufanya awe mlango Mungu wa vitu vibaya, awe mlango wa kurithisha Mungu vitu vilivyo vibaya. Ninaomba toba na rehema mbele zako Bwana, juu ya uasi uliofanyika kwenye hilo lango la familia, kwenye hilo lango la familia yake, kwenye hilo lango la ukoo wake, kwenye hilo lango la kwake mwenyewe. Mungu wangu, ninaomba toba kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Damu yako Yesu Kristo wa Nazareti nailipa iwe fidia kwa ajili ya hilo lango. Ninalipa mauti ya Kristo ili ule urithi wa uzima wa milele upate kupita kwenye hilo lango, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninalinyunyizia damu ya Yesu Kristo wa Nazareti kulitakasa tena, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ili likubalike tena mbele zako Mungu, kupitisha msaada wa kimalezi, lifunguke lililokuwa limefungwa Bwana. Tunalipokonya kwa shetani kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Ninakomboa hilo lango kwa damu ya Yesu Kristo, maana imenenwa katika neno lako, akatuokoa katika nguvu za giza, ukatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lako. Ninaomba Bwana umuokoe binti huyo katika nguvu za giza na kumuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lako. Umuokoe katika nguvu za mapepo na kumuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lako. Umuokoe kutoka kwenye nguvu za mauti, umuingize katika ufalme wa mwana wa pendo lako. Umuokoe kutoka katika nguvu ya zinaa, umuingize katika ufalme wa mwana wa pendo lako. Umuokoe Mungu kutoka katika nguvu za kichawi, umuingize katika ufalme wa mwana wa pendo lako. Kanda ramasako robosikiria sata ripa koria mando robosika, ili liwe lango utakalolitumia Mungu kwa ajili ya msaada wa kimalezi. Rapa koria mando robosikiria sita. Asante Bwana Yesu kwa kuwa Mungu umenisikia. Ninamkabidhi mikononi mwako saa hii Mungu, awe wa kwako Mungu wangu Bwana, na nguvu zako Mungu zimfunike mahali alipo Bwana. Ninamweka wakfu mikononi mwako Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kama hujaokoka, fuatiliza sala hii kama ya kwako mahali ulipo, na kama hujamwamini Yesu Kristo, au kama umemwamini Yesu Kristo na ukarudi nyuma, fuatiliza sala hii kama ya kwako, ili Yesu aingie ndani yako, akufanye upya, uwe lango la uzima wa milele. Funika macho yako, tuombe pamoja. Sema: Mungu Baba, naja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi, nimekutenda dhambi wewe Mungu Baba,
wa mbinguni, na dhambi zangu zimefikilia mbele ya uso wako. Ninaomba unisamehe, ninaomba uyafute makosa yangu, ninaomba uzisamehe dhambi zangu zote nilizozitenda, ninazozijua na nisizozijua. Unifute jina langu katika kitabu cha hukumu, uniandike jina langu katika kitabu cha uzima. Niwe wako e Bwana, uingie ndani ya maisha yangu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kuanzia leo uingie ndani yangu Bwana Yesu, nami ninakupokea kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Karibu ndani yangu, uwe Bwana wangu na Mwokozi wangu siku zote, kuanzia leo na hata milele. Amen. Kwa sala hii maana yake unakuwa umeokoka na Yesu Kristo amekuja ndani yako. Usiendelee kujihukumu. Amini kwamba Yesu Kristo amekusamehe na amefuta dhambi yake na akumbuki dhambi hata moja. Maana yake anakutazama kama mtu ambaye hakuwahi kutenda dhambi tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Nawe enenda katika haki hiyo, usitende dhambi. Enenda katika utakatifu. Kama ulikuwa uende kanisani, hakikisha unaenda. Lakini kama ulikuwa ushiriki ibada, hakikisha kwamba unashiriki ibada. Endelea kumwamini Mungu. Lakini kama unahitaji msaada zaidi wa kimaombi, nipigie simu kwenye namba ambazo utaziona hapo au nikutajie 0762 44 58 77. Unaweza ukaziona pia hapo kwenye screen ambazo tutapost. Utaona hapo, unaweza ukanitumia message, ukanipigia simu muda wowote, saa yoyote. Pigia simu nipate kuomba na wewe. Kama kuna mahali unakwama na unahitaji msaada wa kimaombi, tuweze kuomba pamoja na wewe ili uweze kuvuka hapo mahali uliko. Lakini pia kama ndani yako umesikia kuunganisha hii maombi yako na mahitaji yako, au unahitaji lako maalum na unahitaji kuunganisha na sadaka, pia unaweza kutuma kupitia namba hiyo hiyo. Ni namba moja tu ya M-Pesa, unaweza ukatuma kama sadaka yako. Ukisikia moyoni mwako Mungu anakusukuma kufanya hivyo, basi na Mungu akubariki na Mungu akutunze mpaka tutakapokutana hapo kesho. Mungu wangu na akubariki. Amen.